Mwezi bado wa moto ndio kwanza tunaanza nao kidogo kidogo, lakini mwezi huu umekuwa wa moto kweli kweli kutokana na mambo yanavyozidi kubamba katika social media, lakini katika masuala ya kimichezo yote hapa nchini na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini tuna taarifa nyingi kweli kweli za kuzizungumzia hii leo. Mimi naitwa Samuel Gerard, karibu tuende kwa pamoja, lakini awali yote ningependa uweze kusubscribe kwanza channel yetu ya DTZ Media, gusa na alama ya kengele, lakini pia tunapatikana katika mitandao yote. Wewe ingia tu YouTube, ingia TikTok, ingia Instagram, kote tunapatikana kwa jina hilo hilo DTZ Media. Bana, leo tupo na interview nzuri ya moja kati ya washabiki ambao tushakufanya nao kama series part 1, tukafanya nao kwa part 2. Ni mshabiki wa Simba ambaye watu wengi wamekuwa mkubali usema wakimappreciate kutokana na kazi kubwa anayoifanya. Sasa sisi tumesema bwana, kutokana na dunia imeshachafuka, Tanzania imeshachafuka kutokana na mitandao ya kijamii na tuseme platform zote kuonesha zimechafuka kutokana na mambo ya kisport. Sasa basi tupo naye katika interview nyingine. Anaitwa Silnia na ningependa nimkaribishe. Karibu bwana Silnia. Asante sana, mimi nimeshakaribia na niliwamisi mno. Nashukuru Mungu tumeonana tena. Naam. Maana ni kama tulikuwa tunakalikizo hivi. Hatimaye kameisha. Natumai ujambo kabisa. Yaani sijambo kabisa, mzima wa afya. Nimeanza msimu, yani niko vizuri, siumu hata kidogo. Jezi ya ubaya ubwela, Betway, Jeluti, Mokola, Diadora. Mwendo wa kuskani tu. Mwendo wa kuskani ipo humu ndani. Na mimi nasema ningechukua kama ilivyo nikukaribishe katika kipindi hiki na ujisikie kama uko nyumbani tuseme. Nishafika nyumbani muda sana. Maana sio kukaribishwa, nishafika muda. Nishafika. Bana, bila shaka natumai utakuwa umeshapita kwenye mitandao ya kijamii na ukaona nini kimejili, nini kinajili na kitakuja kujili hapo baadaye kutokana na taarifa za kimchezo. Tukianzia tuanzie wapi? Kwako au kwa pinzani wewe? Popote wewe unapoamua kuanzia. Sawa, ngoja tuanze na taarifa ambayo ipo official ambayo Simba waliitoa hivi karibuni, ambapo walimzungumzia juu ya kocha Dimitri Pantev kutokea Gaborone United, ambapo walimtambulisha hapo jana kuwa kama meneja wao, meneja mkuu katika kikosi hicho. Sasa basi mimi nadhani tuanzie hapo kwa Pantev. Wanasema kwamba vyeti vyake havikidhi. Uone kama yani wanasema kama vyeti havikizi. Sasa mmepigwa. Kwa nini mmemsajili kocha ambaye vyeti vyake havikidhi vigezo? Kwani Simba wametangaza wamemsajili kocha, wametangaza wamempata meneja, labda wamemtambulisha meneja. Huyo ni meneja, waseme meneja mkuu katika benchi la ufundi. Katika benchi la ufundi. Sasa hapo shida iko wapi? Kwa nini hana sasa leseni za kocha pro? Atakapokuja pro license ile. Atakapokuja kutangazwa kama kocha mkuu, ndio mtauliza hayo maswali ya leseni. Sasa hizi tuacheni na meneja kwanza, tutambe mjini. Kwa hiyo ujua kocha kwako wewe umeupokeaje kwanza? Mimi nimepokea vizuri. Unajua meneja bwana, useme kocha. Kocha huko Gaborone. Kwetu sisi huku ni meneja. Kwa hiyo Gaborone atakapokuwa kocha mtajua. Sawa, lakini inamaanisha kwamba kutokana na yule sasa mmemsema ni meneja, inamaanisha kwamba mpaka sasa hivi Simba ina kocha mkuu zaidi ya Matola ndo kocha mkuu. Kwa hiyo mmempitisha kwa yeye kwamba ni kocha mkuu. Kwani tunamdai nini hata tukimpa timu Matola? Mtoto wetu wenyewe ana shida gani? Kumekuwa na kocha mkuu. Kumekuwa na sintofahamu na nadhani kwa mashabiki wengi wa Simba wana kama tuseme kutokumwamini Suleiman Matola, kocha ambaye alikuwa kocha msaidizi, kaachiwa jukumu la kocha mkuu. Unadhani hana ubavu huo wa kuipambania nembo ya Simba katika michuano ya ndani na nje? Ubavu anao, tena mkubwa tu, kwa sababu ukiangalia hata mara nyingi ambavyo huwa akibaki na timu ameshawahi kucheza vibaya. Hajawahi kucheza vibaya, anacheza vizuri. Hao wasiomwamini Matola, wao wenyewe kwanza wanajiamini. Jiamini kwanza, wewe ndio utamwamini mwenzio. Wewe ujiamini, unataka kumwamini mtu, anza kwanza mwenyewe nafsi yako uiamini, na muaminije mtu. Ukiweza kujiamini wewe mwenyewe na mambo yako yote ulionayo, kama ni mazuri au mabaya, ukiweza kujiamini basi ndio utamwamini mtu mwingine. Mimi namwamini Matola kwa sababu mimi mwenyewe najiamini. Nimetoka kwa wote huko nikaja mpaka hapa. Ina maana najiamini. Ingekuwa sijiamini ningewaambia siwezi kuja. Lakini nimekuja mpaka huko ofisini kwenu kuwatembelea ndugu zangu, familia, najiamini. Sasa kama najiamini na nyinyi mlijiamini, ndio maana mmeniamini. Kwa na mimi najiamini, ndio maana namwamini Matola. Hao ambao hawamwamini Matola hata nafsi zao hawaziamini. Sasa
Kwa wewe tuseme unaweka tiki kwamba Matola hata akiachia timu ni sawa. Yaani mimi kwenye klabu yangu mimi huwa naamini kuna watu wenye weledi mkubwa, ndio maana yoyote anayewekwa pale klabuni huwa naamini ana weledi na amewekwa na watu waelevu. Uwezi kuwa wewe una elimu na unajitambua wewe ni nani na ni nini natakiwa ufanye afu ukafanya kitu ambacho tofauti na elimu yako inavyokuambia ufanye. Ni lazima unafanya kitu ambacho kipo ndani ya uelewa wako. Kwa hiyo Matola pale anawekwa na watu wakubwa tena wenye uelewa mkubwa. Sio amewekwa tu kwamba eti kwa sababu Fadlu kaondoka ndio wamemweka Matola. Hapana. Halafu ondoka kwa Fadlu sio kwamba ni kushtukizwa. Ni mchakato. Kwamba bwana nimefikia makubaliano na nyinyi kutokana na nimepata klabu. Sio kama watu wanavyoongea pia amefukuza pia. Umemwona kule Raja anavyopokelewa Morocco. Safi kabisa Mwamba kapokelewa. Hatujamfukuza. Mtu aliyefukuzwa aondokagi kama Fadlu. Labda hao wenzetu ndio utaona wanavyofukuza. Tunaona siri kimya kimya, lakini sisi hatuweki mambo kimya kimya. Tunaongea. Ndio maana nimekwambia kocha wetu sisi atakapokuwa kocha, yani atakapoletwa kocha mwingine tofauti na Matola, atatambulishwa kama kocha mkuu, kwamba Matola labda ataendelea kuwa msaidizi. Lakini kwa sasa Matola ndio kocha mkuu kwenye timu yetu na Pantev ni meneja wa benchi la ufundi. Kuna dhambi gani? Hakuna dhambi. Huyu anayesema sijui CV hana sijui hana nini. Uliwahi kuona wapi tuamue kumchukua kocha alafu hawe hana CV? Tunamchukuaje yani labda? Ukishasa mtamka neno kocha, tayari tumemwamini, CV anayo katuonyesha ndio maana tukamleta. Naam. Sasa kwa saizi wapite na meneja. Waishi humo kwenye meneja. Tutakapohitaji kumtambulisha kama kocha na CV zake tutawaonyesha anafaa au hafai. Wao wawe na utulivu, wawe na subira, wasituharakishe. Sisi ndo mambo yetu tunafanya taratibu. Kwa hiyo turejee nyuma kidogo. Manake Simba mlikuwa mnaishi hamna meneja mkuu kabla ujue wa Pantev. Meneja mkuu wa nini? Ake meneja mkuu nao hapo meneja wengi. Wa meneja wa benchi la ufundi kama alivyotambulisha Dimitri Pantev. Huyo anakuja. Wewe huko nyuma ulishasikia kuna hicho kitu? Au hujasikia? Ndio maana nakuuliza inakuwaje? Tumeamua kwa sababu Simba sisi ndio watu ambao tunaanzishaga vitu ambavyo wengine hawajawahi kuvifanya. Lakini watashangaa mwisho wa siku watafanya. Lakini wao si wana meneja wao yule Walter Harrison. Yupo. Sasa wao kama wao kwao walimuwekaga tu hawakutambulisha kama sisi tulivyotambulisha. Kinachowachanganya ni kwamba tunamtangaza meneja pindi ambapo Fadlu kaondoka. Ndio kinawachanganya. Lakini sisi wenyewe tunajua kwa nini tumemtambulisha. Hata unafikiri timu kubwa inaweza kufanya kitu ambacho hakina weledi? Lazima kitakuwa ni kizuri ndio maana kimefanyika. Wao waishi kwenye meneja. Wao kama wana kocha na meneja wao. Sasa si kwetu waishi kwenye meneja, kocha tunaye na meneja tunaye, wote tunatamba nao. Matola yupo mjini. Kocha mkuu. Bwana. Mimi nakusihi bwana mwana michezo, hapo ulipo unaweza kutumia message yako ama comment katika channel yetu ya YouTube, lakini bado si tupo. Ndio kwanza tumeanza safari ya dakika zote ambazo tutakupo hapa. Bwana, hii ni DTZ Media. Usisahau kusubscribe hapo na kugusa alama ya kengele. Bana, tuko na moja kati ya washabiki ambao wamefanya vizuri kweli. Na hapa amekuja kwa mambo mawili, kuzungumzia timu yake, lakini pia amekuja kuzungumzia kwa upande wa Yanga. Sasa tugeukie kwa mahasimu wenu, watani wa jadi. Zandani, ikiwa bado Yanga wenyewe hawajaposti, lakini Zandani kocha wa Yanga Romain Folz Oktoba hajatiki. Ulitarajia hilo? Yaani natamani hata tawi langu lingekuja litoe uthibitisho, maana mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuwaambia. Yaani hawa ndugu zetu kama kuna msimu wanaanza kupitia mateso mapema basi ni huu. Ila ni vile tu wanapata nguvu ya kujifichia kwenye kivuli kwamba kwa sasa wao ni mabingwa watetezi na wamechukua mara 4 mfululizo. Sikatai mimi kama mtani wao na wao ni watani zangu, lakini huu msimu wameanza kupitia magumu mapema mno. Niliongea pale tawini kwangu. Mimi tawini kwangu kama mnavyojua kila mechi tunaangalia pale, hatuna shida ndogo ndogo. Tuna TV yetu pale kingamuzi, tunaweka safi kabisa kifurushi, tunalipia, tunaangalia mechi zote pale. Niliwaambia kabisa watu wangu pale tawini, huyu kocha wa watani zetu hana hata mvua moja kwenye huu mji. Sio tu Christmas, hata mvua moja. Sasa mpaka saa hizi watu huko wanajiuliza, hawana uhakika kama Oktoba tutatiki naye au hatutokuwa naye Oktoba 29. Mimi binafsi naweza nikasema hapa nilikuwa mfalme njozi, nilishayaona muda sana. Yaani ilikuwa kabla ligi haijaanza. Yaani kabla hata ligi haijaanza. Yaani nilipomuona. Sasa ulimuona. Nilipoanza kumfuatilia alipokuja kujiunga na Yanga. Ndio. Mechi zake alizokuwa akicheza zote nimemwangalia. Yaani unajua kuna kocha ukimwangalia unaona kabisa huyu kocha hii timu inampalia.
Yule kocha timu ilimpalia toka namuona mara ya kwanza, lakini nilikuwa nawaambia watu wanakataa. Kocha kijana, tumeleta kocha kijana, watani zangu. Jamani, huyu kocha huyu, hamna mtu hapa. Ni kocha ndio, ni mtu ndio, lakini kwa hii timu alionayo inampalia, hana uzoefu. Na haiwezi. Kipi hasa ambacho tuseme ulikiangalia ukasema huyu hapa hamna kocha? Hivi unajua hata kwenye Biblia tunaambiwa kwamba hata Petro alitambuliwa na watu waliomtesa Yesu kwa matendo yake. Naweza nikawa sijakusikiliza hata ukiongea, labda sina mazoea na wewe wala sikujui. Ila hata ukapita pale nikahisi huyu ni mtu fulani. Au huyu ni mtu wa aina fulani. Kwa hiyo huenda hata yeye nilimtambua kama Yesu alivyomtambua Petro alivyotambuliwa na wale kwamba yeye ni mwanafunzi. Ni kwamba yeye ni mwanafunzi wa Yesu. Ina maana hata yeye nilimtambua kwa kumuona tu matendo yake kwenye mechi. Unaona kabisa huyu kocha timu inampalia. Unajua kuna kocha mechi inampalia, alafu kuna kocha timu inampalia. Yule kocha timu nzima inampalia. Wasiojifichie kichaka kwa Mbeya City. Toka amekuja timu inampalia. Moja kati ya kauli ambazo mashabiki wengi wa Yanga ama wa mpira wamekuwa wakizungumza kwamba Yanga wana timu nzuri. Yanga wana wachezaji wazuri. Kiasi cha kwamba anaweza akachukuliwa tu hata shabiki akaambiwa nenda pale akakae na akakifundisha kikosi kikaelewa akapata ushindi. Kwa maanisha kwamba anajua kuanzia golini atampanga nani mpaka namba 9 atampanga nani. Sasa unasema timu imempalia kivipi yani? Ujue hamna kitu kigumu kama sijui nisemaje ili nieleweke vizuri. Kuongea pembeni mashabiki ni kitu cha kawaida sana. Hasa mtu anapokuwa anafurahi imemzidi. Ni rahisi sana kusema hii timu hata mimi naiweza. Mimi mwenyewe kuna muda nakwaga naangalia mechi nasema kabisa yani yule anakosa ile nafasi hata mimi nafunga pale. Lakini kiuhalisia ukinipeleka uwanjani sio kama naweza kufunga. Naweza ngafika kikarukaruka tukichula chula hapa. Kiuhalisia. Ukishakuwa hamna kitu kibaya kama kuongea kitu au kufanya maamuzi ukiwa una hasira nyingi au ukiwa una furaha kubwa. Sasa ukiwachunguza watu wanaoongeaga hivyo ni wale watu ambao wana mihemko, yani hisia zimefika mwisho kwamba hamna kitu ambacho wao wanakionaga kiko chini yao. Vyote waga viko juu. Vyote waga viko chini yao. Hawaoni kama kuna kitu kiko juu yao. Lakini baada ya muda ukimpa kikishampalia ndo anagundua kwamba kumbe mimi nitakiwa niwe chini hiki kitu kiwe juu. Kwa kwenye mihemko mtu anaweza kaongea kitu chochote kile. Vitu vya hivyo kawaida. Mimi mwenyewe nishaongea mara nyingi, mtu anakosa nafasi ile mimi naweza nikafunga mwenyewe. Nikagusa tu mpira ukaingia, kumbe ukiingia pale kwenye pitch ndio utaelewa kwa nini watu wao wanakosa magoli. Kwa hiyo maana yake Yanga safari hii ulijua mapema. Kwa hiyo nilijua mapema, nimekwambia hivi, yani I wish ungekuwa pale tawini uwaulize. Yani niliwaambia kabisa jamani, kama kuna makocha waliwahi kuja hapa. Mimi sikufichi, mimi sio Yanga, lakini huwa Yanga wakifanya vizuri wanasema na wakifanya vibaya huwa wanasema. Kama kuna kocha Yanga wamewahi kumpata kwenye hii misimu ya hapa karibuni, tuseme hii miaka 5 iliyopita mpaka saa hizi tulipo. Kama kuna makocha wamewahi kupita pale Yanga, mimi mwenyewe nikawasaluti kwamba hawa ni makocha na wanafanya vitu vikubwa. Wa kwanza Nasreddine Nabi. Huyo ndo kocha ambaye huwa nampa credit kiasi cha kwamba situni nikwambia hata nikianza kumuongelea hapa huwa simalizi. Kwa sababu alikuja aliikuta Yanga ambayo haielezeki. Sio unanielewa nikisema haielezeki? Ndio. Nabi aliikuta Yanga ambayo ni kama Patrick Ozemsi alivyoikuta Simba. Tia maji, mabakuli yameshatembea mpaka. Timu hata haieleweki, mdhamini nani, jezi watavalishwa nani, yani hawaeleweki, wapo tu. Vipeperushi kwa barabarani ovyo michango. Huyo ndo kocha ambaye alikuja alikuta timu duni, akapambana nayo mpaka ikakaa kwenye mstari. Na mwenzie aliyekuja kumpokea ambaye ni Gamondi alikuwa vizuri. Japo naweza nikasema alitembelea upepo wa mwenzie, ila aliweza na yeye kumaintain alivyovikuta. Unajua unaweza ukaja ukaikuta timu nzuri alafu kaiua. Ndio. Yule alikuja alikuta timu nzuri na akaendelea kuinua mpaka anavyoondoka. Kama alishindwa ni vitu vichache sana, lakini asilimia kubwa aliprove kama alivyovikuta. Lakini kutoka kwa Gamondi toka amekuja yule nani sijui Lamovic. Hamna kitu. Hamna kitu kabisa, niliwaambia kabisa wana Yanga. Gusa achia zilikuwa zinapiga. Gusa achia zile alizikuta zimeshatengenezwa. Kwa hiyo akatembelea kidogo ka upepo, lakini wangeendelea kukaa naye. Yule alikuwa anawapalia na hivi na watokea mkubwa. Unajua mpaka sasa hivi yuko si. Unaweza ukawa ndio kocha mkubwa. Yaani unaweza ukawa kweli ndio kocha mkubwa. Lakini tu kuna vitu vikakukuta ukavikuta vikakupalia. Yule alikuja afa alikuja mwishoni. Naweza nikasema alikuta yani mkiani shughuli ishaanza inaelekea kuisha. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana, hata wachezaji walikuwa tayari wamesha copy wote, wanaweza kucheza kwa pamoja, wanajuana. Aya niambie huyu Feruzi aliyekuta timu ndio inaanza.
Feruzi. Yani yeye ndo aanze na msimu. Yule Lamovic alitembelea upepo wa Gamondi. Alikuta mambo mazuri kabisa. Akapita juu juu. Kwani upepo si ndo huu? Na ndo maana hakuharibu. Na ndo maana hakutaka hata kukaa muda mrefu asije akaharibu. Akaona mapema. Ila nilikuja dili. Yaani unaweza kawa hata dili halijaja. Au dili halijanitafuta, ni mimi nimeforce kulitafuta ili kuepusha kitu fulani. Kwa hiyo yule Lamovic mimi nakwambia na alifanya kitu sahihi sana kuondoka. Huu msimu angeanza na hii timu. Angepata lawama hajawahi kuziona kwenye hii dunia. Ndio hizo namuona mtoto mdogo zinampalia saa hizi. Hivi ukiangalia Simba yako na Yanga watani zenu, yupi ana timu bora bila kupepesa macho tuseme? Mimi nina timu. Yaani mimi nina timu msimu. Na timu vibaya mno. Siwezi kuficha. Mimi timu yangu ikiwa na shida huwa nasema. Ila msimu huu najivunia nina timu. Sawa, una timu. Ni jambo tu la muda na kutulia. Una timu ya kufanya vizuri au una timu ya kuchukua makombe? Na timu ya kufanya vizuri na kuchukua makombe. Kikubwa tu kujituma. Yaani wachezaji wasilewe sifa wala makocha wasilewe sifa. Kwamba tuna timu na tunatakiwa tupambane na waangalie tulikotoka. Wakilewa sifa bila kuangalia tulikotoka, tutakuwa kila siku tunaongea vitu vile vile. Lakini mimi timu ninayo. Naiona kabisa msimu uliopita timu nimeiona, msimu wa nyuma nimeiona. Toka hii msimu yote ambayo sijachukua vikombe nimeiona. Ila msimu huu timu tunayo. Ni jambo la muda tu. Kufungwa mara 6 mfululizo imekuwa kama kibonde wenu. Nyinyi imekuwa kama kibonde wa Yanga. Unadhani haiwaumi labda mjaribu labda kutafuta namna ya kubadilisha? Kwenye vitu kama hivyo huwa ni kawaida kwa sababu gani? Hata kwenye kwaya kuna sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Pindi sauti ya 4 inaimba, huaga hizi sauti zingine zimetulia. Mara nyingi sana sauti ya kwanza ndio inamkokota huyu wa sauti ya 4. Ili kunogesha udambudambu. Lakini sauti ya 3 na ya pili wanakuwa wametulia. Alafu kuna muda ukifika sauti ya 3 na ya pili wanaimba pamoja, hao wengine wanapitilizia nyuma. Haimaanishi kwamba hawa wengine sio wanakwaya. Wote ni wanakwaya na safari yao ni hii moja. Bila huyu wa sauti ya 4 na ya kwanza, ya pili na ya tatu hawawezi kuimba. Na bila ya pili na ya tatu, ya kwanza na ya 4 hawawezi kuimba. Ni lazima wawe pamoja wasapotiane. Kwa hiyo mimi naona fresh tu. Sasa bwana unafungwa mara 6 unaona fresh. Lakini fresh kwa sababu hata wao washafungwa mfululizo. Sasa hapo unadhani sasa nini shida labda? Kwamba kiasi kwamba kama una timu bora. Mimi binafsi umeniona? Mimi binafsi katika hizo mechi 6 nilizofungwa. Binafsi yani ukweli kutoka moyoni. Kuna mechi 3 ambazo sina malalamiko nazo. Nilifungwa haki kabisa. Ila kuna hizi mechi 3. To kama hivi unaona hizi mechi msimu tu umeanza umenifurahisha sana TFF na bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 ya nidhamu wamenifurahisha sana. Kwa uamuzi ambao wameanza kuchukua nimefurahi sana. Umeona kama hivi juzi Baka alivyokuwa amemcheza yule mchezaji wa Mbeya City. Alikuwa ni Mayanja yule. Mayanga sio anaitwa Vitalis Mayanga, sio anajua mwenyewe. Kwa staili kama ile alichezwa Sadio Kanuti na Mudathiri kwenye dabi tuliyofungwa 5-1. Kama unakumbuka vizuri. Ndio linaenda kupatikana goli la pili. Si unanielewa? Hapo wao wameshafunga goli, tumechomoa. Nakumbuka walianza wao kufunga, tukaja tukachomoa. Wakati wanaenda kutafuta goli la pili. Muamuzi yuko hapo na tukio linafanyika anaona. Na aliacha. Kama vile ambavyo unaona yule mtoto alichezwa pale na Baka na waamuzi wote wakangata meno. Sasa ingekuwa kama waamuzi wanafanya maamuzi mapema. Hivi vitu vingine huwa vinaepukika, lakini kwa sababu waamuzi wetu nao sijui kwamba ndio binadamu pia, lakini hapana, mimi nakataa kwenye kusema binadamu. Unaenda pale sheria 17 unazijua za mpira na kanuni zake zote unazijua. Umeaminiwa uende ukaamue mchezo kwa usahihi, unafika pale unajifanya wewe huoni. Kila siku ni makosa ya kibinadamu, alafu makosa ya kibinadamu yanakuja pale kwenye tukio kubwa ambalo linaigharimu timu. Kwa nini sio kwenye matukio madogo? Kwenye matukio makubwa unakuta penalty wao ndio hawaonagi. Kadi nyekundu wao ndo hawaonagi. Ila vifaulu uchwala huko mtu yuko mbali hata ashambulii kipenga. Sijui nini kipenga. Hivyo ndo wanaviona. Kama wao wanaona hawana pumzi, hawafanyagi mazoezi, wanashindwa kukimbizana na kasi ya wachezaji, wakatae kuchezesha mechi. Kama wanakubali wajue kabisa waendane na pumzi za wachezaji. Timu inaenda wao umekaa nyuma, afu baadaye unakuja kuamua vitu vya ajabu tukueleweje? Tumekuja ile mechi tulopigwa 1. Tumepigwa 1, unaona kabisa mpira umetoka nje. Refali yupo. Laizimeni yupo. Tena Laizimeni pale ndo alikuwa kumsaidia refali vizuri zaidi kama refali hajaona japo na yeye alikuwepo. Mpira umevuka touchline kabisa kwenda nje. Lakini mwamuzi
Uma filimbi. Ila wanasema kwamba Musa Kamara ndo anakosa zaidi. Kwa nini apate mpira akiwa anaona? Kosa la nini? Kama anaofuata mpira iko hivi. Kama muamuzi ndio mwenye dhamana mle ndani ya kuamua kila tukio ambalo linafanyika mle ndani. Kama mpira umeshavuka touchline, wachezaji wanaonyesha ishara na alama ya kumuonyesha referee hapa limetokea jambo na referee ameuma meno. Ni nini kifanyike kama sio kuendelea na tukio? Kwa sababu end of the day wote mnakuja kuonekana hamjitambui. Umeona kama mechi ya juzi Kamara ametoka kaenda kumfuata muamuzi kule kwenye ile goli moja tu lilofungwa. Kilichomkuta nini? Kilichomkuta Kamara nini? Sakapewa kadi. Ndio. Lakini kisheria ilikuwa ni makosa kweli. Ndio hivyo tumefungwa tayari. Yaani kosa hilo moja ambalo mchezaji amejitoa muhanga kwenda kumfuata kule muamuzi. Kwamba ina maana wewe uone referee umeshindwa kuona, linesman ameshindwa kuona. Alafu hamna kitu kilinikela kama muamuzi wakati yupo karibu na tukio na ameliona, lakini alichokifanya anaenda kusikiliza maamuzi ya nje, afa anaambiwa hilo ni goli. Ina maana huku ndani wewe ni unazurura. Kazi yako ni nini? Yaani unajua ndio maana wapo wote wale pale kwa ajili ya kushirikiana. Unaweza ukawa umeona lakini pengine tuseme kwa sababu hata Ulaya pia unakuta maamuzi anawekewa kamera hapa kama unafuatilia EPL anawekewa kamera. Wanaenda kuverify kwenda kuangalia kwamba je, kweli tukio lipo hivi na hivi. Ndio maana kuna VAR. Yaani ndio maana nimekuambia hivi kwenye hii nchi kisingizio kitakuwa ni VAR kila siku. Mimi nakwambia hivi sio VAR. Nakupa mfano mdogo. Yule mwamuzi umemwona aliochezesha ile mechi. Unakumbuka alikuwa ni nani? Ahmed Arajiga. Ndio. Anatokea Manyara huko. Hawa bodi ya ligi na TFF kama hawawalipagi vizuri hao waamuzi, wakae nao mezani wakubaliane wao wanawalipa vizuri. Kwa nini? Arajiga huu msimu uloisha, ni huu msimu uloisha hii. Arajiga ameenda kusimamia mechi za nje. Zilikuwa ni za kufuzu AFCON. Bado ataenda. Nisikilize kwanza za nyuma hizo ambazo ameshasimamia. Kasimamia mechi ya Pyramids walicheza na Orlando, kasimamia mechi hizi za AFCON. Zilikuwa za timu za taifa. Pia alisimamia. Naongelea za timu za taifa. Ilikuwa ni finali. Kuna tukio lilitokea. Arajiga ndo aliamua. Wenzio wote hawakuona. Na baada ya kurudi kwenye VAR Arajiga alikuwa sahihi. Sasa nataka nikuulize swali. Ukienda nje unakojua unajitangaza, unaona matukio. Ila ukiwa hapa nyumbani kwako ambako ndo wamekufanya uonekane huko nje, matukio huoni. Si ndio? Kwa inamaanisha kwamba makusudi, mapenzi binafsi. Ni mapenzi binafsi. Arajiga ni mapenzi binafsi. Akili anayo yote kichwani mwake mle na sheria anazijua vizuri na kanuni zake. Ni mapenzi binafsi. Wanaingia mle wana mapenzi binafsi, waamuzi wengine wanaingia mle wana mikeka. Wasituchanganye kabisa. Yaani mtu unaenda nje kwenye timu za mataifa unafanya vizuri. Ndio. Tena si kwamba VAR ndo ulikuwa unaitumia wewe, labda ulikuwepo huko video assistance referee, hakuna. Wewe ulikuwepo huko uwanjani. Baadaye wanaenda kuangalia huko kwenye video assistance wanakukuta ni kweli ulichoangalia ni sahihi. Sasa je, kwa nini kule nje unaona vyema? Alafu hapa nyumbani kwako palipo kufanya uko nje wanakujua ukavaa beji ya FIFA, unajifanya wewe huwaoni. Matukio yao huoni. Tena ambayo upo nayo karibu kabisa kwenye matukio. Hapo tukio linafanyika unaona, lakini unajifanya huoni. Ila uko nje unaona. Ni nini hiyo? Wanaingia wana mapenzi binafsi. Kwa kama wanalipwa hela ndogo na kama sio mapenzi binafsi wanapewaga bahasha, waache hizo tabia. Au bodi ya ligi na TFF kama wanawalipa waamuzi hela ndogo, wawape hela. Waache hayo mapenzi binafsi na hizo timu. Na ile dabi ambapo marefari tuseme wote jopo lao walikuwa ni wa nje, Waarabu. Wale mechi ambao marefari walikuwa watu wa nje. Ile mechi ambayo mnakabidhiwa ubingwa Yanga. Umeona ile mechi? Mimi nimeangalia mpira. Mimi huwa napenda sana kwenda taifa. Naangalia mpira dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Na kwenye mabaya nasema, kwenye mazuri huwa nasema. Kiasi cha kwamba hata pale tawini kwangu huwa kuna muda naenda tofauti na wenzangu. Ile mechi nilivyotoka taifa, asilimia kubwa ya watu pale tawini kwangu walisema mimi nilikuwa nimelewa. Lakini sijanywa pombe, sikuwa na chembe za kulewa. Kwa kuwa tu niliongea ukweli. Hakuna kitu kibaya mtu anaumia pale ambapo umefungwa na hasimu wako, na sio tu kufungwa, amechukua ubingwa mbele yako. Kuna kaka mmoja ni kuzina wetu yule bigi. Nikamwambia mmeona timu inavyocheza? Dakika ya kwanza mpaka ya kama ya 10 hivi. Mechi ilikuwa haijatulia. Baadaye tukaenda mpaka kama dakika 30 28 hivi. Tulicheza vizuri sana Simba. Kulikoendelea mechi ikawa 50-50. Ghafla mechi ikaharibika. Ikawa upande wa Yanga, sisi tumeelemewa.
Niliwaambia wenzangu pale tumekaa, nilimwambia yule Hassan, umeona tunavyocheza? Kipindi cha kwanza mechi haijatulia, nimemwambia umeona mechi hii bado ina pressure. Dakika 10 zimepita, dakika zinazofuata nikamwambia umeona? Tunavyocheza tunacheza vizuri, tukipambana tupate ushindi wa mapema. Kwa sababu dabi sio kitu kidogo wala sio kitu cha mchezo cha kukiletea masiala. Lakini wachezaji wangu ninavyowajua, wakifanya masiala waanze kucheza kwa kurelax, kwa sababu tunacheza na timu ambayo Simba tumezoea kucheza mpira ya kurelax. Yaani ni kama vile kila muda tunajikuta tuko klabu bingwa. Unacheza umetulia, huna fujo na mtu. Lakini kwenye hii ligi yetu hawa mahasimu wetu wanaweza kucheza mpira wa aina yoyote ile. Si unaelewa nikisema wa aina yoyote? Ukicheza kwa nguvu, wamo. Ukicheza taratibu, wamo. Umecheza kiprofessional, wamo. Vyovyote utakavyotaka kucheza wewe, mkanyagane, mpigane vigingi, wao wamo. Lakini sisi Simba tunapendaga ule mpira ambao luxury. Kishawa. Sasa sio kila mtu ana akili. Sijamaliza kuongea kibao kimegeuka. Namwambia Hassan, yani hii mechi tukifanya vibaya, hii mechi tukijisahau 5 tunapigwa tena. Tumelilia waamuzi hapa wanatua, waamuzi hapa wanatua. Mimi na mechi ambazo nasema kabisa tuliuliwa na kuna mechi tumepigwa haki kabisa. Ile mechi hatukuuliwa na mtu yoyote. Tulikufa sisi wenyewe. Wenyewe kabisa tulikufa. Unaona kabisa watu wanacheza ni hawana muamko. Unashindwa kutumia nafasi ili baadaye uje ulilie tukio moja. Unapata nafasi, unashindwa kuamua. Unapata nafasi, unashindwa. Force, yani mforce mtu, kwa sababu Yanga sio timu ya kusema labda unacheza na Ihefu. Ambapo huyo Ihefu mwenyewe akiamua kumkamia Yanga anamkamia, au akiamua kumkamia Simba anamkamia, ingawa yeye ni bingwa mtetezi. Unapokutana Simba na Yanga ni mabavu. Kama ni akili, tumia akili. Unatumia nguvu, tumia nguvu, hiyo nguvu izae matunda. Watu wanacheza tu yani kama vile hapo mtu anapata nafasi, yani sehemu ya kuscore goli mtu anazunguka tu. Hata kama mimi sio mchezaji siwezi kucheza, ndio pale panapokuja unasema hii nafasi hata mimi ningeweza kufunga. Pindi una mihemko, una hasira au una furaha iliyopitiliza. Ile mechi tulifungwa halali kabisa. Mimi binafsi sijaongelea nafsi ya mtu. Tulifungwa halali kabisa. Na nikasema kabisa nimemshukuru Mungu. Waamuzi kutoka nje wamekuja, bodi ya ligi ilitusikiliza kweli, ilisikia maombi yetu na tukaletea waamuzi kutoka nje. Dakika kama 15 za kwanza niliona kama waamuzi kidogo wana pressure, lakini baadaye walikuja walitulia, walifanya maamuzi vizuri kabisa. Mimi sikuwa na wasiwasi. Sasa niliporudi pale tawini, watu walipokuja kuniambia nimelewa. Ni pale kwenye lile tukio ambalo Kamala alimcheza Pacome na mkwaju wa penalty. Ikawa mkwaju wa penalty. Sasa mimi nikawauliza, tufanye mimi nilikuwa nimelewa. Nyinyi hata kusoma hamjui picha amuone. Ndio. Yaani unaona kabisa, unajua watu asilimia kubwa huwa wanaamini ile penalty box ni kwa ajili ya kumlinda kipa tu. Lakini mimi binafsi ninavyoelewa hapana. Ile penalty box ina chumba kikubwa afu ina chumba kidogo. Kuna 18 alafu kuna 6. Pale kwenye 6 mimi huwa naamini ni kwa ajili ya kumlinda golikipa. Ila pale kwenye 18 ni 50 kwa 50, sio kwa kipa tu. Huenda hata beki akamcheza yule forward ikazalisha penalty au kadi nyekundu. Tuliona Simba tulicheza mechi moja kama sikosei ilikuwa sijui Ruvu Shooting ile au Police Tanzania. Bernard Morrison alicheza foul na golikipa kama unakumbuka. Nakumbuka mwamuzi alikuwa Elisasi. Akapewa kadi nyekundu ule mchezaji wa upinzani, tukapata penalty Simba. Ni kipa akatoka kaingia mwingine pale ikawa kadi nyekundu. Ina maana unagundua kabisa wale ilibidi wampunguze mchezaji mmoja wa ndani ili wapate golikipa. Umeona? Unagundua kabisa kwamba ile penalty box sio kwa ajili ya kumlinda tu mchezaji au kipa tu. Golikipa wetu alikuwa anatoka kwenye 6 anakuja kwenye 18. Ndio. Pacome anatoka uwanjani anaingia kwenye 18. Akiwa ameingia kwenye 18 anakaribia kwenye 6. Mpira ambao ulikuwa juu anawania. Aliyekuwa na advantage na ule mpira alikuwa ni Pacome. Wazi kabisa bila kuficha. Alikuwa ni Pacome ndo ana advantage na ule mpira. Lakini Kamala alivyotoka huko, target ilikuwa ni kucheza mpira. Baada ya kuwa ameukosa ule mpira, huenda ni bahati mbaya. Hakuna mtu anaweza dhamiria kufanya makosa. Sio kama namlaumu alifanya makosa kwa kutaka, hapana. Ilikuwa ni lengo kuiokoa timu. Acheze mpira ili aiokoe timu. Na kwa mfano angekuwa aligusa tu ule mpira, isingekuwa penalty. Hakugusa mpira akaenda kuvaa mwili wa mpinzani. Je, wewe hata wewe refarii hujasoma sheria wewe hapo ungeamua kitu gani? Penalty. Kwa sababu kama kuna mtu ataniletea video ambayo inaonyesha Kamala aligusa ule mpira pale, mimi nitasema ile sio penalty. Japo mimi ndo nilifungwa. Ule mpira Kamala hakugusa, alicheza mpira wa Pacome na refarii alikuwa sahihi kuweka penalty. Kwa mimi kwangu ile tulifungwa halali. Ni sisi wenyewe tulishindwa kutumia nafasi, mwisho wa siku ndio anasema unashindwa kutumia nafasi mwanzoni, unakuja kwanza kujutia nafasi baadaye. Tungejua tungefanya hivi, tungejua siku zote ningejua ni majuto ni mjukuu.
Ndio kama hivi idadi inaongezeka, umefungwa mara ya 5, unafungwa mara ya 6, usipokuwa makini unapigwa ya 7. Ndio kwa sababu ya uzembe kama huu. Na vipi kuhusu sio kupigwa tu, mnapigwa bila ya nyinyi kushinda katika hizo game 4? Hamja shinda, tuseme hamjaliona hata goli katika hizo mechi zote. Inamaanisha kwamba safu yenu ya ushambuliaji ni butu kiasi gani, ama mnacheza mkiwa mtarget goli? Yaani ukisema ni butu mimi nakataa. Kwa sababu kuna timu zingine tunacheza nazo mechi unaona kabisa tuna score goli hata 5, 4. Kwa nini kwa Yanga? Unajua siku zote yani hata mtoto ukiwa unafanya naye kitu anakuchukulia vile ulivyo. Leo ulikuja umemkaripia. Kesho ukaja ukamkaripia. Kesho kutwa ukija hata usipomkaripia atahisi wewe kawaida yako kumkaripia. Leo amekuja umemchapa, kesho umemchapa, hata kesho kutwa ukija ukamsamee, yeye anahisi tu leo lazima nitafanyaje? Nitachapa. Kwa hiyo mimi nahisi labda wachezaji wetu pia na wao wameshaingia hofu wakati mwingine, kwa sababu haiwezekani mtu unaingia kwenye mechi zingine unacheza vizuri mna score magoli. Inafika kwenye dabi kila siku mnashindwa kutumia nafasi. Kwa nini? Unataka kuniambia kwenye hii ligi hakuna timu ngumu zaidi ya Yanga? Yani, kama huo msimu ulioisha Yanga sikapigwa na EF 2-1. Msimu wa juzi Yanga sikapigwa na EF 2-1. Mpaka sasa hizi tunavyoongea hivi kwenye mkoa wa Mbeya wenye viwanja viwili vinavyochezea ligi kuu, Yanga hakuna kiwanja na kitamani. Kwa ajili tu ya timu ndogo tena za kawaida. Mbeya City imetoka kupanda daraja juzi. Hata kama ilikuwepo kwenye ligi, imehaswa huko mwisho wa siku imerudi kwenye ligi. Umeona juzi alichomfanya Yanga. Chupu Yanga apoteze pointi 3 kaambulia 1. Sasa hivi ukikaza kama wale tu Mbeya City walivyokaza, kuna goli litaingia? Halingi. Tufanye wewe umeshindwa kutumia nafasi. Kaza basi utoke sare. Sare ni mwanzo wa kuja kupata pointi 3. Kwa nini iwe kwa Yanga tu? Inamaanisha kwamba mkiwa mnaenda kwa Yanga msitarget alama 3. Tusitarget alama 3, tucheze mpira kama underdog sasa. Tucheze mpira. Yaani mtu unaenda pale na matokeo mwilini tayari unayo kichwani mwako. Chezeni mpira. Wasiwe na memory za nyuma. Si tulifungwa ngapi si usifikirie cha nyuma, angalia ulichonacho hapo, kwa sababu cha nyuma umeshakipoteza. Na usipokuwa makini ulichonacho mkononi nacho utafanyaje? Utakipoteza. Sasa pambania hiki ulichonacho. Kila watu wanapopata nafasi unaona kabisa ni kama vile hawana hata muamko sawa na hapo kwenye dabi naishiwa pa. Kama wananisikia huko wanaponiona yake Mungu hapana, hebu apambane jamani, dabi 6. Mpaka inafika stage tunaanza kushindwa kujitetea huko mtaani. Ndio tushawaburuza na wao misimu 7 tumewapiga ovyo, lakini imeshakuwa historia na wao ndio wanazidi kuandika historia. Kwa nini tusivunje hii historia mapema kabla haijafikia babaya zaidi? Kila tukikaa, yani mimi kila siku nakaa nasema mimi siendi tena Taifa, lakini kwa sababu na mapenzi na timu yangu na naipenda. Kila dabi ikifika mimi huyo. Hivi nikikwambia juzi hapa tulienda Taifa tuko watu 6. Tawini kwetu watu hawakwenda. Watu wamefikia stage wakisikia tu dabi siendi, mimi naogopa. Mimi na roho ndogo. Mimi timu yangu nimesema hivi, ikienda mochwali niko nayo, ikienda ICU niko nayo. Popote takapoenda, mimi niko nayo, labda ife. Ndio nitakufa nayo huko, sitoshangilia labda. Lakini hii niko hai na yenyewe ipo. Siwezi kusema eti mimi naama timu kwa sababu nimepigwa dabi mfululizo. Sina huo ushabiki maandazi. Alafu siwezi kuumia kiasi cha kwamba nishindwe kuendelea kufurahia mechi zingine. Hapana. Sawa bana, mimi usisahau kusubscribe hapo. Bana bado tuko katika interview na Sylnia, mshabiki wa Simba ambaye sasa hivi ameishiwa power baada ya kuelekea Yanga. Sasa basi tugeukie katika upande wa makocha. Hivi ni kwa nini hizi timu zenu Simba Yanga zinakuwa hazina uvumilivu ikifika swala la kocha akafanya vibaya mechi ya kwanza, ya pili au kafanya vizuri lakini timu inavyocheza ni vibaya? Kwa nini hamnaga uvumilivu na makocha? Na ndio maana nikakwambia mwanzo, yani kocha anaweza akaja. Umeona kama yule Lamovic yule yuko Yanga yule. Bado namrudia tena kumtaja. Hakufanya vibaya. Lakini kwa unamuona kabisa akipata mechi za kiushindani, unamuona kabisa huyu kocha anapita na upepo wa Gamondi. Yeye kama yeye hajiwezi. Yupo kwenye kutikavu. Na yeye mwenyewe alijiongeza mapema akaona ondoke. Kwa hiyo mechi huwa tunaziona, yani timu zinavyocheza unaangalia kabisa huyu kocha yumo. Huyu hapana. Sasa hata unampa chance, labda nitamwangalia mechi ijayo, labda mechi ijayo kama huyu Feruzi. Mimi sijamuelewa toka nimeanza kumuona mpaka hapa tulipofikia, sijawahi kumuelewa. Mimi sio Yanga lakini sijawahi kumuelewa.
Huyu Feruzi, kuna makocha wa Yanga nishawaelewa, lakini yeye sijawahi kumuelewa. Sasa tunaambiwa kocha saa ngine ndo amekimbia huko kucheza movie yake season 3 Osman Bey yuko anatudanganya ni kocha. kwamba na kama watu wanasema Azam TV hawatoi tena season kumbe Osman Bey yuko zake Tanzania na upiga mwingi kwa Yanga. Rali. Sasa hata kuwavumilia basi. Turudi kwa. Yani mpaka mtu anafanya maamuzi sio kwamba hajamvumilia. Unajua kama si mashabiki tunavyoangalia, hata viongozi wanaangalia hivyo hivyo. Kuna muda hata kocha mkuu anafanya tukio ambalo hadi kocha msaidizi anaangalia, ni anaona kabisa hapa huyu kocha hata mimi mwenyewe sina maisha kwa ajili yake. Unaona kabisa huyu kocha. Na kama ndo alikuja na benchi lake la ufundi, msaidizi wake ni wake mwenyewe, unaanza yani huyu mwamba nilijua atakuja survive huku tukae Tanzania mwaka, lakini kwa huu mwenendo tuna hata Christmas moja. Unaona kabisa yani kwanza hata mashabiki tunaongea hivyo, hadi hata wao huwa wanaonana. Kuna muda mtu anaenda kukaa kwenye TV anarudia yani marejeo ya mechi, yani mimi na imani huwa wanaangalia. Hata kama sio kwenye TV, kwenye simu mtandaoni wanapita pita wanaona. Hivi maamuzi nilifanya mimi kweli? Hesabu nilifanya mimi? Angalia juzi Feruzi Mbeya City na Yanga. Mechi kama ile. Kwanza Mbeya City ni timu tafu. Sio hivi ilivyopanda daraja. Toka huko nyuma. Mbeya City ni timu tafu. Mimi sijui kwa nini walikuwa wanamwangalia tu, hawampi muongozo labda, sielewi. Yaani kuna mechi zingine kocha mgeni kama yule inabidi umuingilie kwanza kwenye maamuzi. Unaenda kucheza na Mbeya City, alafu uwanja wa Sokoine. Unaona kabisa uwanja una visiki vya ukoka. Ule watu wanasema ukoka Kiswahili. Ukienda Iringa huko majani yale yanakuwa shambani kinaitwa kidiru. Unapiga jembe mpaka linadunda kile kijani kilichopo pale kwenye ule uwanja. Ukikichimbua hivi kinaonekana kidogo juu, lakini kina mizizi mingi vibaya mno na migumu. Unaweza ukavuta kisingoke ukaangukia wewe kwenye kile kimzizi. Hata kocha uwanja kama ule na mnajua ni mgeni, ana hata mechi 6 hapo alipo. Mnashinda hata kumpa muongozo kweli. Kocha anaenda kufanya na yule kocha aliharibu sababu moja tu. Ikaja ikamharibia mafaili. Sababu ya nani? Ameenda akamtoa Zengeli akamuingiza nani yule? Ekua sijui. Ekua Kouma. Kouma. Ile ndio sababu ilianza kumharibia yule mwamba. Mechi kama zile kwanza zinataka wazoefu, zinataka watu waliozoea shida. Unaleta watu ambao eti soft, wametoka kwenye ligi soft, viwanja vyao soft kabisa havina shida. Akacheze Sokoine. Anacheza kitu gani? Lakini hujamuona, hujamtumia hata kwenye mechi tafu bado. Lakini yeye amechagua performance katika mazoezi. Nimekwambia hivi kuna mechi hazihitaji performance. Zinahitaji. Kama mechi zingekuwa zinahitaji performance na kurudisha nyuma, Yanga aliwahi kucheza mechi na Tanzania Prison. Msimu Mayele yuko Yanga. Msimu wa kwanza kabisa Mayele anafika Yanga. Yanga walicheza na Tanzania Prison. Tanzania Prison alikuwa nyumbani kwake. Sina kumbukumbu sana kama alikuwa nyumbani kwake au alikuwa ugenini huku. Ndio. Dakika 90 possession 87% kati ya 100. Ndio. Sasa kama performance ndio inacheza mpira au inaamua mechi. Ile mechi dakika 90 possession hiyo 87% na bado Prison alipata goli la halali kabisa. Ndio wale waamuzi tunaosema wenye mapenzi binafsi wakishaona Giant anaanguka wanangata meno. Wakasema ile ni offside. Mimi naweza nikakwambia kabisa upitie mtandao unaweza kuikuta hiyo mechi. Lilikuwa goli halali kabisa, lakini walisema offside. Msimu ambao George Mpole na Mayele wanawania kiatu. Dakika 90 Yanga iko hoi. Prison kapata goli limekataliwa. Haya niambie kama performance inaamua mechi. Si ingeamua pale. 87% katika 100 mpinzani ana 13 na hauna goli na amekupa goli limekataliwa. Sasa inamaanisha kwamba hapo kocha sasa halaumiwi. Kwa maana kocha kazi yake ni kukuangalia mazoezini. Umefanya nini? Kocha kazi yake kukuangalia mazoezini umefanya nini, kwa sababu hiyo ni professional yake na ndo kazi uliyomletea. Hatukatai. Panapobidi kumshauri unamshauri. Kwa inamaanisha hakushauriwa. Hadi mimi naamini kabisa wenyeji hawakumshauri yule. Na kama walimshauri basi yeye hataki kushauriwa. Kwa sababu kuna wengine hawataki kuingiliwa maamuzi yao. Sasa ndo matokeo ndo kama yale. Wale watoto si kama yule mchezaji dakika ya mwisho anakosa goli. Yaani yake nikikumbuka ile nafasi naishiwa pawa kabisa. Sasa ni ubora wa golikipa pia. Yaani ile mechi kama kuna mchezaji amefanya kazi kubwa na apewe credit nyingi ni Diala. Na kama kuna mchezaji angeonekana ni mpuuzi na mpumbavu ile mechi Yanga angepoteza hasa kwa ile nafasi Diala. Kwa nini? Yaani dakika zote kwanza mpira ulikuwa unachezwa nusu uwanja. Unaona kabisa Mbeya City amekubali. Nusu uwanja.
Na siku zote mechi kishakuwa nusu uwanja, yani unaona kabisa huyu ambaye anachezewa nusu uwanja, yeye hana option zaidi ya defense. Lakini wale watoto ni wame defense, wanakaba mpaka vivuli. Yani mtu wanapanda naye, anashuka naye, wanapanda naye, anaenda baa kwenye penalty box, anapiga shuti bado wanaenda nalo. Kiasi cha kwamba yani walikuwa hawana heka kwenye goli lao. Wakina Diallo walikuwa hawana heka ambao ni Yanga. Kwa muda mwingi Diallo alikuwa tu yupo. Labda arudishiwe back pass. Ikitokea wale watoto wamecheza counter attack labda. Na counter attack hizo zilikuwa chache. Dakika 87 85 wale watoto ndio wamekuja kushtuka kwamba mbona Diallo anaingia sana kushambulia. Ngoja tuagizie. Ndio wakawa wanachomoka kidogo, nafasi kama 3 hivi wamekosa. Walitengeneza ya kwanza, wakatengeneza ya pili, ya tatu ile ambayo ndio mechi inaenda kuisha. Yaani ile ndio ilikuwa goli kabisa. Ambao ndio Diallo amecheza. Ingetokea hajacheza. Diallo ndio angekuwa mpumbavu wa wachezaji wote, kwa sababu yeye muda mwingi alikuwa yupo hana kazi. Inakueje unapigiwa shuti ngapi tu unafungwa? Kale katoto kule angalia kalivyokuwa nahangaika Kakulanya. Alivyopambana na wachezaji wake, ulinzi wa kutosha. Eka kama zile, alafu wewe unakuja kupigiwa shuti 2 tu 3 goli. Lazima wewe ndio uonekane wewe umeiua timu. Kweli. Yani ile mechi yeye alikuwa ndo mchezaji na sijui nani alipewa nani siku ile. Tuzo. Man of the match alipewa nani? Ya sikumbuki. Mimi sikufuatilia sijui nani alipewa, lakini kwani mpaka hapo tunapata majibu kwamba umeona kama hivi tunavyokutana si kwenye dabi. Unakaa unaenda tu kama vile unaenda kucheza si nane. Ligi zimeshakuwa ngumu. Hakuna ligi nyepesi. Sasa issue na wewe ukitaka kuona ligi hii ni ngumu. Angalia hizo mechi 2 tu, wengine wanacheza 2, wengine 3. Angalia faulo zinavyopigika kwenye hizo mechi. Yaani kuna faulo unaona sasa huyu mchezaji huyu ana Mungu. Mtu anakanyaga mguu, wewe huku ndo unasikia maumivu naye angalia. Lakini kwa sababu ndo umewekwa kuipambania timu. Ndio hivyo. Kuna mtu nimemwona anaitwa Mchome Mapovu, anasema eti kamati ya masaa 72 imefanya makosa kumwadhibu Baka kwa kumfungia mechi 5. Mnampaje mtu adhabu hiyo wakati mchezaji hata kugangwa na madaktari? Hivi kuna muda mtu anapoongea kwa sababu jambo halipo kwake. Ila si ni mshabiki wenu vile. Ndio yeye anasema yeye ni shabiki ndio, lakini yeye sio binadamu. Haisi maumivu kwenye mwili wake. Yaani maumivu ya kishabiki au maumivu ya mtu kuumia? Ya mtu kuumia, yeye ni binadamu na damu inatembea kwenye mwili wake. Akiumia haisi maumivu? Haisi. Akiweka ushabiki pembeni haisi maumivu yule. Mbaya zaidi anajiita yeye ni shabiki wa Simba, alafu anapinga vitu vya upande wa pili ambavyo vinafanyika sahihi, anaona upande wa pili wameonewa. Unajua kuna muda wengine wanavaa tu ngozi ya kondoo kumbe chui. Yeye ajionyeshe live yeye ni nani. Aje tu live, usije kimgongo mimi njoo live. Kama wewe ni upande wa pili ila uziamini jezi zao ni mbaya sema. Umependa jezi zetu, sisi tutakuwekea logo ya nyuma mwiko hapo kwenye jezi yetu. Tukujue tu wewe ni nyuma mwiko, ila jezi hujawahi kuzikubali. Tukupe jezi yetu tukuwekee logo ya nyuma mwiko. Kwa sababu haiwezekani watu wanafanya kitu sahihi, wewe unapinga. Hata alitaka pale wa Mwenilani anasema waamuzi wanauma filimbi tukio kama lile. Baka alikuwa ameconcentrate na mpira. Cha kwanza kabisa ule mpira ulikuwa umechezwa kule, alikuwa anajua wanashambulia tutafungwa. Ameconcentrate na ule mpira, Binivu anakuja kushtuka kumbe nyuma pana mtu. Mimi sijui ndo tunasema hizi faulo za makusudi kabisa, ile sio bahati mbaya. Kwa sababu kamcheza miguu yote miwili, kaanza mguu wa kwanza hajaupata vizuri, kapiga wa pili. Yule asingekuwa makini angeweza kumvunja miguu yote miwili au mmoja. Watu wana familia zao, mtu ana mke, ana watoto, ana wazazi. Wakati mwingine ndio tegemezi kwenye familia. Jamani, kuna watu wengine kwenye familia zetu sisi ndio kila kitu. Hakunaga mtu aliyewahi kufanikiwa. Ndio wewe wa kwanza. Ucheze hata timu kubwa ikuone huko. Upo kwenye kulipwa milioni 1, milioni 2, 3, basi niache nipambane nikalipwa hata milioni 10 na ngapi unazolipwa wewe huko na mimi nazitaka, unakuja kunifiatua miguu yote kwa pamoja. Mwisho wa siku umegusia kuhusu hela. Hivi zile pesa za mchango wa mashabiki wenyewe waliofanya vurugu katika mchezo wa na Al Masry, ule mchezo wa mwaka jana robo finali, pesa zimeshafikia wapi? Ule mchango ambao mnakusanya ama ndio imepitia kapuni? Wewe unajua Simba si hatuna dogo, tukiamua kufanya kitu chetu lazima tu zinatimia. Hivi inamaanisha Simba inakosa kulipa hela zile zaidi ya bilioni 1 tuseme? Haishindwi. Sasa shida ni inaweza kulipa, ni mashabiki ndio tumeamua. Alafu sio klabu ndio imesema hiyo kauli. Ni mashabiki ndio tumeamua. Ila wameposti katika peji zao wakisema kwamba hili la kwetu sote. La kwetu sote kutokana na mashabiki tumeliingilia.
Si kwamba klabu ilitamka tuwasaidie, hapana, klabu yetu si haina njia kiasi hicho. Ila imekuwa ni muendelezo. Kama unakumbuka hata faini ya mwisho ya mashabiki pia na nyie mlilipa. Tuliamua kwa sababu kwanza ile mechi iliahirishwa ambao tulikuwa tumeshachanga viingilio, ikaahirishwa, tumefungiwa mashabiki kutokana na adhabu. Kwa kuwa iliahirishwa na tumeshaamua kukata tiketi zetu tuende Taifa, mechi tumeambia tusiingize mashabiki. Basi kwa sababu tulishaamua kuichangia klabu yetu tuendelee kuchanga. Kuna dhambi gani? Kwa hiyo inamaanisha ni sisi huwa tunaamua. Yaani ukiona Simba inachanga sijui michango sio ya faini sio kitu gani, sio klabu, ni mashabiki wa Simba ndio tunaamua kufanya hicho kitu, ndipo klabu inatusapoti. Sasa sisi tumeamua kuisapoti na yenyewe ndio maana inaposti kusema kwamba ni la kwetu sote, kwa sababu sisi tumeamua kuisapoti klabu yetu, ni timu yetu, tunaipenda kwenye shida na la, hata tukichanga vipi hawajawahi kutuomba tuwachangie. Sisi ndio tunaamuaga mashabiki. Hapo inamaanisha kwamba Simba dunia nzima ndio ina mashabiki ambao tuseme wana mapenzi sana na timu yao. Wewe unaonaje? Angalia Ulaya kwamba na kutajia labda baadhi ya virabu. Man City alikumbwa na adhabu ambapo wakasema hadi wamshushe daraja. Timu ikalipa faini zote. Man U shamkuta hivyo, Liverpool na Chelsea kama sikosei. Ni miongoni mwa timu ambazo wao wenyewe wanajimaliza wao huko. Mashabiki hawasiki chochote. Kwa maana wao mashabiki, kutaja mashabiki wa timu. Na mashabiki ni timu yenyewe. Kwa maana yake timu ndio inaweza ikafanya mchakato wa kulipa. Sasa kwa hapa Tanzania ni kama ndivyo sivyo. Na ngoja nikwambie kitu. Sisi Simba huwa hatuchangi tu mradi kuchanga. Sisi mashabiki huwa tunaamua kulivalia njuga lile jambo ambalo tunaona hii ni klabu yetu, na kwa nini ilipe yenyewe tu faini alafu sisi tupo. Tuna kazi gani? Unajihitaji wewe ni mwana sports, mwana Msimbazi, ujui hata timu yako ina shida gani au ina raha gani. Kwa timu yetu kwamba kwa kuwa klabu imepewa adhabu ya 1 2 3 na ipo tayari kulipa, haijakanusha na inalipa. Adhabu ngapi wanapewa na faini wanalipa wenyewe? Kwani zote faini zote tunalipa sisi? Ya nyingi. Tunaamua. Wewe angalia upande wa pili. Upande wa pili ukiona wanachanga labda milioni 10 kushuka chini. Karibu. Ndio huwa wanachanga. Labda alikamwe katukana watu huko ndio wanachanga. Sababu wanajua kabisa huyu Eliza kamdomo muda wote, ngoja tumkomboe na hela hana. Kama hivi saa hizi ndoa zinampwelepweta, maisha magumu, anakimbilia nipeni ajira. Haya, kwao huko kumeshabuma tayari. Waende. Wapea aombe kule wao si maomba waombane huko. Sisi kwetu huko tumeshajikamilisha. Kwa wao wasije wakaona sisi tunavyochanga labda eti timu yetu haina hela. Hapana, timu yetu inakuja imeshaika mkakati wa kutoa hizo faini. Ni sisi mashabiki ndio tunaamua kuisupport. Wewe unaona hata tukiamua kuweka mashindano Simba na Yanga bwana, kila tuamue kuweka saizi bato. Tunaweka saizi akaunti yetu, changeni kiasi chenu ndani ya wiki moja tunaomba kila klabu ipate kiasi kadhaa, uone kama hawajalizaini. Sasa na chapo wanaachia ngapi? Mnapewaga sasa update kwamba imefikia kiasi kadhaa. Maana tunashtukia tu deni lishalipwa. Sisi wenyewe wenye klabu yetu tunajua tunapewa. Maana yake nyinyi na faini zikilipwa tunajua. Hela zetu tukichanga zimefika wapi tunajua. Na uzuri wa klabu yetu, kwa nini tunaendelea kupata moyo wa kuchanga? Huwa tunajua kabisa tumechanga hiki kimefanya kitu fulani. Na sio lazima tumechanga eti kwa sababu ya faini ndio ikalipwe faini. Faini ishalipwa na klabu, itafanya kazi nyingine. Klabu ina mambo mengi. Si hata wakiamua waseme hizi hela zenu tunawapa wachezaji wakanywe nani huko. Tunawapa. Waka enjoy. Tuko tayari sasa timu yetu. Una dhambi gani? Mtumikia hekaluni naye anakula huko. Uwezi kutumikia hekaluni uende ukale sehemu nyingine. Huko huko unakokula madhabahuni, unakotumikia ndio huko utakula. Inakuwaje timu kama Simba, timu kubwa, inashindwa paka sasa hivi inashindwa kubadilika kutoka katika muundo wake wa zamani kuja kwa sasa? Paka inasababisha amsajili wanachama wapi? Sisi wenyewe tuko bado kwenye huo mchakato, ndio maana tunaendelea kuomba kila siku kwenye huo mchakato wa kuomba kusajili wanachama wapya. Kila jambo linapofanyika lazima kuna kitu kinachosababisha hicho kitu kiwepo. Sasa lazima hicho kitu kinachosababisha hii hali ya kutokuwa na wanachama wapya itokee. Ndio tunaitaka tuiondoe ili tuingize wanachama wapya. Ni msimu wa 3. Mara ya mwisho kama sikose, hata nikikuuliza wewe umejisajili lini, nadhani itakuwa kwenye miaka 2010 na ngapi huko, 19 20. Sasa huu ni mwaka wa 3 tangu mtoke huko. Sasa msitishe kusajili wanachama wapya. Shida ni ndogo tu ambao tunasema kwa macho ya damu na nyama hivi tunaona ni ndogo, lakini pengine hatujui labda ina ukubwa kiasi gani hadi kukaa miaka 3. Anahitajika ni mkurugenzi wa mashabiki. Inamaanisha kwamba nyinyi hamna mkurugenzi wa mashabiki ambaye anaweza akasimamia mashabiki na wanachama kuwakilisha kama katika timu, na mwenyekiti
wa timu na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wale upande wa mwekezaji na wengineo, lakini uongozi kutoka kwa mwenyekiti wa mashabiki hamna. Ndio maana paka sasa hivi hamwezi kuwaongeza idadi ya wanachama wa klabu yenu. Cha kwanza kinachosababisha yote, si wenyewe tunazitaka sana kadi za wanachama mpaka hapa tulipofikia. Mimi sikufiche binafsi, tulishaletewa hizi hamasa za sijui tufungue akaunti za CRDB nini sijui NMB na nini nyingine ilikuwa CRDB za kadi za mashabiki. Mimi binafsi sijafungua ile kadi, kwanza sijaona umuhimu wake. Cha kwanza niliuliza kwa wale watu walionielimisha wenyewe kuhusu hicho kitu. Nikaona kabisa hata nikichanga hicho kitu nafungua akaunti kwa shilingi 10,000. Ndio. Lakini katika hiyo 10,000 nakuja kugundua shilingi 800 ndio inaingia kwenye klabu yangu. Si unanielewa? Sasa mimi 800 inasaidia nini klabu wakati pato kubwa wanalichukua hao NMB? Ya nini mimi? Nataka nichukue kitu ambacho nikitoa hela inaenda direct kwenye klabu yangu. Mimi ni mwana Simba, najivunia kuwa mwana Simba, na ili niendelee kuwa mwana Simba nilie hai, niendelee kuichangia klabu yangu. Hivi sisi wakushindwa kupata kadi za wanachama unavyoona? Ila kuna kitu kidogo ambacho kinasababisha haya yote. Mimi binafsi siongelei mtu. Najua wenye makasiriko wanakuaga wengi, wanaweza wakaja speed. Mimi binafsi naongelea kwa sababu mimi ninachokiona. Kwa mfano umeona kama yule mwenyekiti wetu Mzee Mangungu. Anakuwa na nguvu na sisi akiwa huku nje na sisi. Ikishafika kwenye mikutano ya bodi, kule kwenye mikutano ya bodi mwenyekiti ni nani? Ni mwenyekiti mwingine Magoli kama sikosei. Kabla ya Magoli. Kabla ya Magoli. Mwenyekiti wa bodi ya ligi ni nani? Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi pale kwetu. Labda unisaidie hapo. Kinachokuja kutuua sisi ni pale ambapo Mangungu anakuwa na nguvu akiwa huku kwetu nje ndio mwenyekiti. Akishaingia kule ndani kwenye mikutano mikuu, ana sauti anakuwa under arrest. Hicho ndio kitu ambacho kinafanya sisi tunaishiwa nguvu. Hicho ndio kitu ambacho kinafanya sisi tunashindwa kupata katiba ambayo itatuweka huru sisi kupata kadi za wanachama. Sitaki kuongea vibaya wala sitaki kumkosea mtu yeyote, lakini mimi mwenyewe hicho kitu sikipendi. Tumesha tafuta hela mara kibao tunachangishana kwenye tawi letu ili tupate kadi za wanachama. Lakini kinachokuja kutokea ni hako ka sheria ambako kanamfanya Mangungu akiingia kwenye mkutano mkuu ana sauti. Akitoka nje anatakiwa awajibu mashabiki na wanachama. Anatujibu kitu gani? Tujibu kitu gani? Na hata tunavompigiaga kelele tunamkosea. Tunampigia kelele kwa hasira tu. Ila yote na yote yule baba tunamkosea. Na kitu ambacho nahisi hata yeye na watu wote kwenye cabinet ambao walichagua hicho kitu kiwe na walikisuggest hawakuchunguza ni kwa nini hicho kisheria kilipanga iwe hivyo. Kwa nini mtu akija kwa mashabiki huku apate mzigo wa kuulizwa maswali ya huko ndani ikiwa huko ndani anakaa kama mgeni mwaliko? Sasa pengine labda hili ulithibitisha kwamba akiingia ndani hana sauti Mangungu? Ndivyo ilivyo. Yeye ni mwenyekiti huku kwetu kwa mashabiki. Akishaingia kule ndani hana hata sauti. Mimi nakwambia kuna wenye sauti. Sasa kama ili haya yote yasiwepo, ilitakiwa hata kule ndani yeye ndo awe. Yaani anaenda tu kufungua mkutano na kufunga. Unaona wapi? Fungua mkutano, funga, toa hoja, pokea hoja, uliza maswali, ukija nje tupe vitu vilivyoshiba tunavyovihitaji. Kila siku tunakupa kero ambazo kumbe ukiingia kule ndani sauti huna. Inamaanisha sasa mna makando kando nyinyi kama lazima makando kando yapo. Haya yanayotufanya sisi hatupate kadi za wanachama ndo hatuyataki. Mimi nataka nikupe mfano. Kuna siku moja nilikuwa namsikiliza mchambuzi mmoja. Kama sikosei ni Crown FM. Akasema kwamba aliwahi enda kwenye mikutano mikuu ya hizi klabu mbili. Kwa mida tofauti. Akafika hapo getini anakuta pana walinzi, pana watu wengi, pana wazee, asilimia kubwa sana, pana watu ambao age zimesha enda. Mtu anaenda pale, anapokea kipaseli, anaingia ndani. Anapokea kipaseli, anaingia ndani. Je, hiki kipaseli kina nini? Akajiuliza swali la. Pande zote mbili amekikuta hicho kitu. Akajiuliza swali. Kina nini? Akatamani kujua kuna nini. Bahasha hiyo. Hicho kipaseli kikubwa kubwa tu. Akamvutia pembeni mtu mmoja, akamuomba ajue mle ndani kuna nini, akagoma. Akamuomba mwingine, baadaye mmoja akakubali. Baada ya kumwahidi atampa chochote kitu. Kwenda kufungua kile kipaseli, kulikuwa kuna kanga, kulikuwa sijui kuna kofia, kuna t-shirt. Umenielewa? Na chochote kitu. Sasa mimi nataka nikuulize swali. Sikuwepo huko, sina uhakika. Natolea mfano kutokana na nilimsikia huyo mchambuzi.
Klabu ambayo haiingizi wanachama hapa ina wanachama wakongwe tu. Asilimia kubwa mimi naamini klabu yetu ina wanachama ambao 75% ni wazee. Cha kwanza. Kubali ukatae. 75% ni wazee. 10% ndio vijana. 15% ni marehemu walishakufa. Wewe miaka mitatu ni michache ampati wanachama wapi? Mungu anavuna kila siku na Mungu anapanda kila siku. Unaona watu wanajifungua kila siku, watu wanafariki kila siku. Naamini kabisa 15% ni marehemu, 10% ni vijana ambao hata wakiingia kwenye ule mkutano kupaza sauti wakasikika ni ngumu. 75% ni wazee. Haya, mzee huyu anatoka huko alikotoka. Let's say ametokea Mbagala labda. Mkutano labda anakuja kusikiliza mkutano warehouse Masaki. Anafika pale getini anakutana na kipaseli. Akifungua kipaseli kuna kanga ya mkewe, kuna fulana haraka tu, kuna fulana ya kuvaa mwenyewe, kuna kanga ya mkewe, ana kapelo. Mzee tayari ushamuingiza mjini, safi kabisa. Ana chakula mle na maji yake safi ya kunywa. Ana chochote kitu umempa, hata umempa 20,000 tu. Alikotoka nyumbani amesikiliza labda kero za vijana kama sisi. Bwana mzee, ukienda kule kwa sababu una tiketi ya kuingia kwenye mkutano mkuu, ni mwanachama hai, ukifika nenda ka state 1 2 3. Tupelekee kero zetu. Maana hatuwezi kuingia kule. Anaenda pale akiwa na mawazo ya kwenda kupeleka hizo kero za vijana alizozipewa ambao hawana tiketi ya kuingia kule. Anafika hapa getini anakutana na kipaseli. Akifika ndani anakifungua, akili ya kupeleka kero tena haipo. Kwanza asilimia kubwa ni wastaafu. Wengine hata hawaja staafu, hawakuwahi kuwa na ajira za serikali labda au makampuni, hata NCCF hawana, walikuwa wanajipambania tu wenyewe. Tunaona hapa Dar es Salaam wazee kibao hata nyumba hawana. Wamepanga. Yaani mtu umepanga wewe unajiangalia, mimi na utoto huu naomba Mungu kila siku nipate hela nijenge, lakini mzee kama huyu amepanga, mbona ananikatisha tamaa? Mzee kama huyu anayekukatisha tamaa ndio unamkuta yupo kwenye mkutano mkuu kule na ana kadi iko hai ya wanachama. Ameshapewa kipaseli nyumbani kule, hana hela ya kula. Nyumbani kule anawaza hata nipate 5,000 nikanunue t-shirt Karume. Anakutana na 20,000, anakutana na hicho kipaseli kina kanga, kina kapelo. Akishafika ndani, hivi unafikiri atakumbuka nini pale? Hakumbuki hicho. Hawezi kukumbuka kero yote aliyopewa na vijana huko mtaani. Kwa hiyo tunachokihitaji sisi, katiba irekebishwe ili tupate wanachama wapya. Na sio katiba. Kwa kacha yetu sisi wa Afrika tulivyo sasa. Kwa nini nasema wazee wakifika ndani anaenda kusahau? Kwa kacha yetu sio Afrika tulivyo. Na vijana kwa nini hawasikiki? 75% wazee, 10% vijana, 15 wameshafariki kwa marehemu. Tupo kwenye kikao haya. Kacha ya Afrika tushazoea mzee ni mtu wa heshima. Si unanielewa? Lakini nakwambia kuna wazee wa hovyo. Lakini kwa kacha ya Kiafrika 10% kuwa mzee ni mtu wa busara na heshima. Na ana hekima tunaamini. Ndio maana kuna muda unamwamini mzee, unamheshimu, alafu baadaye unasema kumbe hapa nililong. Huyu mzee kumbe ni mtu wa hovyo. Kama kuna vijana wa hovyo, unafikiri wakizeeka wanakuaga wakina nani wale? Ndio wazee wa hovyo. Anafika kule ndani amekaa, ameshapewa kipaseli chake, hoja zinatolewa, kashasahau alitumwa kitu gani. Ameshaona msosi hakika wakula nao, kunywa maji anao na kipaseli anacho, Mbagala anarudi safi kabisa au Tabata anarudi safi kabisa. Ataongea kitu gani mle hata kijana akitoa hoja iliyoko hai ambayo ilikuwa inaendana na mada alizopewa na vijana huku nje aende akawakilishe kule? Ataongea kitu gani? Kijana anasimama, naomba iwe 1 2 3 1 2 3, nikiwa kama kijana anatoa maoni yangu yafanyiwe kazi. Na unakuta maoni ni yana nguvu kabisa. Yeye mzee ndo alitakiwa haya support kutokana na malalamiko aliyopewa nje na vijana. Lakini kwa sababu akili yake yeye, unajua unavyozeeka unarudi utotoni. Akili yake yeye haiwazi vitu vikubwa sana. Anawaza ale ashibe vizuri, alale pazuri, avae nguo zake t-shirt za 2000 3000, safi. Akifika hapo sehemu akikana vijana wapigie story 2 3 basi. Ndio mawazo alionayo kwa muda huo, hawazi kujenga, hawazi kusomesha watoto, ameshakuwa mtu mzima. Nasubiri mjukuu ampigie simu, babu kuna 5,000 nimekurushia, kuna 10,000 nimekurushia. Ndio huyu mtu unayemtaka aende akastate kule kwenye kikao, akutetee wewe kijana ambaye huna tiketi ya kuingia kwenye mkutano mkuu. Kijana anasimama anatoa hoja, mzee anapinga. Akipinga mmoja na mzee mwingine ameitikia na mzee mwingine ameitikia, mara wamefika 10. Kijana uko peke yako. Hoja uliitoa wewe, wazee walioikataa wapo 10. Wengi wapo. Kwa kacha yetu ya Kiafrika. Wewe mtoto na hebu kaa chini. Sasa unadhani unabaki tu tunakaa tunasema fulani kweli tuliona kabisa pale kwenye mkutano mkuu aliongea, lakini sasa alikosa support. Anakosaje support? Kwa sababu kumetawaliwa na watu ambao hawana nguvu ya kuongea. Tayari umri umeenda. Na shida ni kwamba vijana wanapenda kuwasikiliza wazee. Hapo kwenye vijana 10 anatokea kijana ambaye naye amekubali kipaseli.
Mzee akiongea naye anapigilia msumari. Anabaki huyu kijana ambaye akitoa hoja hazisikikagi. Siku zote mtu mwenye akili waga haonekanagi. Paka baadaye hilo jambo lije liharibike ndio wanasemaga fulani alisema. Hivi ni ngumu sana. Sasa inamaanisha wapi kwenye tatizo na tiba yake ni nini hasa? Mwarobaini katika hilo eneo. Yaani tiba ni warekebishe hapa ambapo pana kataa kupata wanachama wapya, hapa ndo hatupataki. Wewe unafikiri mimi ninavyotoa povu langu hapa na kadi yangu sishaenda kuwatolea povu huko? Kuna mimi, kuna mwingine, kuna watu wengi tunahitaji kadi. Tawini kwetu pale tulijiorganize tufungue kadi za NMB, tumezikataa kwa sababu klabu yetu inapata shilingi 800. NMB wanachukua 9200. Ya nini? Nafungua account kwa 10800 nenda kwenye klabu. Kwenye klabu kwa kila mwisho wa mwezi klabu yangu kwenye hela yangu mimi napata shilingi 800. Ya nini? Ya kazi gani hiyo 800? Kama nao uwezo wa kusema timu yangu imepigwa faini na inao uwezo wa kujichangia yenyewe faini, lakini tunaamua kusema mashabiki tunaisupport klabu yetu. Kuna watu wanachanga mpaka 100,000, watu wanatoa 50,000, watu wanatoa 5,000, watu wanatoa 10,000. Nije kwenye account huku nitoe 800. Ya nini? Kama ni hivyo nifungue tu NMB ya kwangu mwenyewe. Sio ya ushabiki. Sasa inamaanisha wasitudanganye sisi na hizi kadi za ushabiki. Tunataka kadi za wanachama. Warekebishe katiba na sheria zao. Kama kuna sehemu katiba inazuia au sheria inazuia, warekebishe hapo. Tunapataka sisi kadi za wanachama. Tuingie mle ndani kwenye kikao cha mkutano mkuu mle ndani, vijana wengi. Wazee wanakuwa wachache. Wazee wengi kuliko vijana. Ukiongea kijana huna nguvu kwa sababu wazee wao ni watu wa busara na hekima, wanaamini kaga hata wakiongea kibaya. Kuna wazee wengine tayari wameshaanza kupoteza kumbukumbu. Mtu anaingia kwenye mkutano mkuu kisukari kipo utosini, ataongea kitu gani? Nimetoka zangu huko, nimepanga vitu vyangu, nondo zangu chuma nitaenda kushusha kule usiku mzima naziimba kama nakalili vile definition za biology huko. Unafika hapa unaambiwa wewe kaa chini mzee ameshaongea. Unarudi unasila kitu kiko hapa. Kwenye media unaojua mtu unarusha ngumi. Urushi ngumi kwa sababu si mpinzani kakukela. Kuna muda unakelekwa hadi na klabu yako mwenyewe. Watupe sisi option ya kupata kadi za wanachama. Option ni moja tu, kumsajili mwenyekiti wa ambaye sio kusajiliwa tu, kuajiliwa. Anaweza kumwajiri ni CEO ambaye ni nani? Ni Mo Dewji. Kumwajiri mwenyekiti wa upande wa mashabiki na wanachama ili muweze kujiorganize kupata kadi. Sasa mimi nadhani klabu kama Simba haiwezi kushindwa kumwajiri. Na haiwezi, mbona huko nyuma haikuwa hivyo? Kwa miaka 3. Huko nyuma haikuwa hivyo, watu walikuwa wanapata kadi. Kwa nini saa hizi? Sasa hivi si wamepinduka kwenye. Tunaomba kadi za wanachama, tunaambiwa NMB. Yaani NMB mimi ya nini nahitaji kadi ya wanachama? Nipate tiketi ya kuingia. Maana yake wanaoruhusiwa kuingia kwenye mkutano mkuu sio hawa wenye NMB. Ni wenye kadi za wanachama. Mimi huku na kadi ya ushabiki. Mlisikia mimi ndo napenda sana ushabiki. Ushabiki ni mtu ambaye leo anaweza kawa Simba kesho akamkuta ameenda Yanga kama wakina Meja. Haelewi kadi yake ya wanachama inasoma kitu gani. Wewe ndo mumpe NMB huko au CRDB. Mimi nahitaji kadi ya wanachama wa klabu yangu. Mnaniambia kadi ya ushabiki. Mimi ya nini? NMB nayo mimi mwenyewe binafsi na NMB na CRDB. Mimi NMB ya nini sasa? Nibele tu ile kadi nyekundu inachata ya Simba. Nionekane kwamba mimi nimechukua kadi ya wanachama ya ushabiki. Nahitaji kadi ya wanachama ambayo nikikaa najibishana na watu ambao wana kadi za wanachama wa upinzani, nasema kabisa mimi ni mwanachama. Unafika stage mtu anakuchomolea kadi ya wanachama ambaye hajui hata mpira, lakini kwa sababu ana mapenzi na klabu yake ananyanyua kadi, unaishiwa pawa. Una kadi ya wanachama unatoa kadi ya NMB ya nini? Ya nini? Inakusaidia kitu gani? Kama Simba tunao uwezo wa kujaza ule uwanja watu 60,000. Hebu waachie hizo kadi za wanachama waone tutakata wangapi. Mimi na imani kabisa mtu anaondoka nyumbani anaacha kazi zake anakuja Taifa. Tunakaa pale Simba Day kuanzia asubuhi saa 2 mpaka usiku saa 4. Hujui tumekula, hujui tumekujaje, tumegaramikaje mpaka tumefika pale. Ni mapenzi yetu wenyewe na klabu yetu. Kadi tu za wanachama mnashindwa kutufungulia kadi za wanachama tupate. Yaani ndio unaona mtu ana kadi ya wanachama. Yaani mimi kila nikifikiria ninavyopiga kelele na klabu yangu, ninavyoipenda, ninavyobishana na watu wa Yanga kuna muda na nusurika hata kupigana ngumi na watu. Alafu sina kadi ya wanachama naishiwa pawa kwa kweli. Watu tafutie kadi za wanachama. Sasa mimi nataka tu nikuulize kitu. Tupate mwenyekiti ambaye yeye CEO atamteua au atamsajili amweke pale ambaye atakuwa ana sauti sio tu ya kufungua mkutano na kufunga mkutano. Au ana sauti ya kubeba kero zetu kuziingiza pale na kutuletea majibu hadharani. Inafika stage Mangungu akitoka huko tukimuuliza kitu anasema siwezi kuongea. Mtaongea wenyewe. Mtu unajibu vitu hadi mtu atuelewe kitu gani najibu. Ndio maana nafika stage watu wanasema hatumtaki Mangungu, na mimi nina imani Mangungu kuna muda tunamuonea.
apewe go ahead. Asiwe tu mfungua kikao na mfunga kikao. Kwamba naweza kufungua kikao tu na kufunga kikao, siwezi kusikiliza kero za watu. Siwezi kuaminika mimi nikatoa majibu kwa watu inavyotakiwa kama kikao kilivyokaliwa. Unaweza. Siwezi kurekebisha sheria nikiwa kama mwenyekiti kwa kushirikiana na kabineti nzima. Unaweza. Ufungue tu kikao na kufunga. Sasa inamaanisha mwenye sauti. Ndio maana yule baba anafika stage hana cha kuongea. Mwenye sauti katika klabu yenu anaweza kaa ni Mo. Unadhani yeye ndo ambaye anaweza kaa na makosa? Yeye ndo aturekebishie. Siwezi kusema ana makosa, aidha wameteleza, basi waamke hapo walipo kama wameanguka. Lakini miongoni mwa kauli ambazo nazisikia mtaani zinazozungumza juu ya kikosi chenu ama timu yenu ni kwamba Mo Dewji yeye ndo amekuwa kama ameibeba timu mabegani, na inapotokea la kutokea yeye ndo anakuja juu kwa kuambia watu labda 1 2 3. Juzi kati palikuwa na issue ya kusajili sio wachezaji sio bilioni ngapi, sio bilioni 80 zilitoka, wakaja wakanasema kwamba wachezaji wa bilioni 80 ametoa mwaka jana lakini hajaona faida yoyote. Safari hii hadi ameamua kujiuzuru kutoka katika kitengo hicho kama kutengeneza cabinet nyingine ya bodi ya wawekezaji katika klabu yake. Lakini ukiachana na hivyo, wanasema kwamba ameifanya timu kama ya kwake kwa kuwa na shareholder ambazo ni 49 ambao wanachama wana shareholder 51. Sasa wanasema pengine hata akifanya makosa wanamuonea tuseme hofu kutokana na ukubwa wake katika timu, hata kumkosoa kutokana na yeye alivyoibeba timu mabegani, kwamba akimtoa huyu bosi hatutapata naniu mwingine, au pengine kutokana na shareholders ambazo amezimiliki wanashindwa watu kusema vibaya kutokana na mambo anayofanya. Hapana, mimi nakwambia ndio hii inayokuja, tunakwambia shida ni kadi za wanachama. Yaani shida ni kadi za wanachama. Wengi wanaingia mle wanaenda kupiga tu tiki hata sehemu ya hapana. Kwa hiyo inafika stage utamlaumu Mo. Shida inapokuja wengi wanaoingia kwenye mkutano mkuu wanaenda kupiga tiki hadi sehemu ambazo ni hapana. Unaona kabisa hapa ni hapana, unasema ndio. Kwa nini yeye akija kufanya maamuzi huku asiwe sahihi? Lazima atakuwa sahihi kwa sababu nyinyi wenyewe mkiingia kule ndani wote mnasema ndio. Lazima irekebishwe hiyo sheria inayozuia wanachama kupata kadi za wanachama. Mashabiki hatupati kadi za wanachama, alafu unataka Mangungu akienda kule ndani akaongea kitu gani? Yeye mwenyewe akifika kule ndani ni mgeni mwaliko, anafungua kikao na kufunga kikao. Aongee kitu gani? Na siku zote mfanyabiashara lazima atake faida. Na kusema Mo unafanya timu ni ya kwake ni hapana, kwa sababu yeye ana 49, sisi tuna 51 mashabiki. Sasa sheria ifuate mkondo wake kama ambavyo tunamiliki 51 kwa 49 za mwekezaji. Sisi tusikilizwe. Manake inafika stage unaona kama vile yeye ndo anamiliki 51, sisi tuna 49. Kama amewazidi sasa. Tupewe kadi za wanachama. Ili kwenye mikutano mikuu kila mtu akatoe povu lake kule. Kwenye wengi pana mengi. Jambo la kukaa watu 100 wanaenda kukaa watu 10,000. Katika watu 10,000, 8,500 wazee, 1,000 vijana, 1,500 kadi hewa walishafariki. Sasa hapo timu yenu kwa mwenendo unavyoenda jinsi ilivyo, inafikia tu labda unaweza kusema kuja kubadilika sio leo wala kesho. Unadhani hayo malalamiko ni hata hawa tuseme hatuoni wanachama kwenda kulalamika, na ikifika kuna nasema ikifika stage timu yenu inajigawa. Kuna mashabiki wanakaa upande huu, mashabiki wanakaa upande huu. Sasa uone kama hata nyinyi wenyewe kama vile hamuelewa. Leo hii tunasema ni nguvu moja ndo kauli mbiu yenu, lakini huo umoja wenu hatuuoni ikifikia tu katika eneo kama hili. Inamaanisha kwamba wewe peke yako unaweza ukawa unaelewa labda swala la mashabiki wanachama wanahitaji kupata kadi au kusajili wanachama wapi. Wewe unaelewa, wengine hawaelewi. Inakuaje sasa kutengeneza nguvu moja ili kwenda kushinikiza ili muweze kufanikisha jambo hilo la kuwasajili wanachama? Yaani mimi naamini hizi kadi za wanachama zingeruhusiwa kuendelea kutoka. Wakaongezeka tu watu kidogo wakaruhusiwa kuingia kwenye hiyo mikutano mikuu, wakasikiliza wakaja kuleta ujumbe huku kwa watu ambao ni mashabiki, wangewahamasisha na wao kukata kadi za wanachama ili waingie kwenda kujua huko nini kinaendelea, wapi tunakosea na nini kinatakiwa kifanyike. Kupiga kelele huku nje kadi una, yani inamaliza nguvu kabisa. Yaani unaishiwa nguvu kabisa. Kuna muda yani unakuwa unamwambia mtu kitu na shangaza shabiki wa Yanga anakuambia nini bwana wewe mtu mwenye shabiki hata kadi ya wanachama hauna. Ukiangalia ni kweli hauna. Unaona kabisa mimi na huyu mwenzangu yuko juu kuliko mimi. Kweli kadi ya wanachama itushinde, si tushindwe kulipia kila mwaka 10,000, 12,000 tushindwe.
Huwezi kushindwa. Tunaweza. Tena sisi Simba sio wa kutuhamasisha kiasi cha kwamba eti fyatueni matofali. Hatuna haja ya kufyatua matofali. Sisi muda ukifika ni kulipia kadi zetu. Hamna mtu kuhimizwa. Kwa sababu unaniona mimi hapa. Mimi kuna muda napata hata kazi ambayo inani commit nisitoke, yani mimi kila siku kazini nakataa. Na unakuta nalipwa vizuri nakataa. Kwa sababu nataka nifanye kazi nikiwa huru, nikiamua ratiba yangu. Sasa hivi naenda Taifa, naenda KMC kuangalia mechi, naenda wapi kuangalia mechi, naenda kwenye kikao cha klabu cha nani yangu cha tawi langu, naenda. Kama naweza kugawa muda kwa ajili ya kufanya hivi vitu vyote kwa ajili ya klabu yangu, nashindwa nini? Naweza kununua jezi ya 45,000 kila msimu, nashindwa nini? Hiyo kadi ya wanachama. Kwa sababu kama jezi 45,000 ndio kadi ya wanachama 10,000. Hata wakisema 20,000 si watupe kadi hizo. Watupe kadi wafungue, si tupate kadi za wanachama. Yaani eti Yanga inakuwa ina wanachama 100,000, Simba ina wanachama 10,000. Haki kweli? I see. Kama kweli sisi ni wakubwa tu prove kwa vitendo. Mbona sehemu zingine tuna prove hadi tunaona, yani kuna sehemu Simba tuna prove matukio yetu ambao huko nyuma tulikosea tuna prove kwa sasa tunasema tuko juu. Hata wapinzani wakiona wanasema kweli hao wenzetu wameprove. Na sio vita kuna nini kujifunza kwa huyo mtu ambaye amesha prove makosa yake. Lakini leo hii sisi tunakuwa kungangania kuprove kwa Yanga kuhusu kadi za wanachama na bado tunashindwa. Kitu ambacho sisi kila kitu tunaanzisha sisi, wenzetu wanakuja nyuma, lakini kwenye kadi za wanachama tunaishiwa pawa, tumeshushwa. Sawa, mwana michezo bado tupo, lakini mimi nakusihi unaweza kusubscribe channel yetu ya DTZ Media. Bado tupo katika interview, lakini unaweza ukatuma comment yako, nitapita nayo pia, kusahau kulike na kushare video hii. Sylnia, umeiona timu yako mechi ya kwanza, mechi ya pili, ukirudi nyuma katika usajili, utambulisho wa wachezaji, kuna tuseme mgagaziko wote ambao unaopata kwa sajili zenu za mwaka huu na pengine kuelekea msimu wote itakuwaje katika timu yenu? Kuhusu maana nilikuwa kwanza naangalia simu, kuna mtu alikuwa na nani umesema kuhusu nini? Yani kuna mgagaziko wote ama unasema patashiko, tuseme kigugumizi juu ya sajili mzozifanya msimu huu na kuelekea msimu wote mpaka mwisho? Yaani mimi sina kigugumizi wala mgagaziko, kwa sababu ndio maana umeona ulivyouliza pale unasema kwamba Mo anaichukulia timu kama ya kwake. Sini hapana. Kwa sababu kama angekuwa anaichukulia timu kama ni ya kwake, hata huu usajili asingekuwa anaufanya. Sasa mimi naamini 100% usajili anafanya yeye kwa hela yake. Hata kama anaweka wawakilishi wa kumsaidia, hela ndo kila kitu. Wekeni sheria zenu, pangeni mikakati yenu, pesa iongee. Tuone kweli mna prove kwa vitendo na kwa maneno. Ndio maana mimi kwenye usajili sina shida. Wachezaji wote nawaona wanacheza na wanajituma vizuri, kikubwa tu wanaendelea kujitafuta kukopi. Wawe na uwiano sahihi, kwa sababu unaona kabisa timu tunayo, lakini muunganiko, kwa sababu bado wengine bado wageni, ila wataunganika tu. Sababu toka wameanza mpaka hapa tulipofikia, nimeona sehemu nyingi makosa yanaonekana, walikocheza vizuri kunaonekana 100% kubwa wamecheza vizuri kuliko makosa. Na malengo yenu? Malengo yetu sisi ni kuprove kila ambacho tulikikosea. Kila ambacho tulikikosea ndo malengo yetu. Hatujachukua ubingwa. Angalia msimu mtani kachukua ubingwa mbele yetu. Tena hakuna kitu kimeniuma kama mechi ambayo amechukulia ubingwa. Kwa nini? Asikwambie mtu eti sijui hatujachukua ubingwa nimejisikia kawaida, hapana. Kuna mtu aliniambia yeye hajachukia kukosa ubingwa, amechukia kufungwa na Yanga. Sasa umechukia kitu gani? Umechukia kukosa ubingwa mbele ya Yanga. Unakosa ubingwa mbele ya mtani wako na ndio kufunga na kunyang'anya huo ubingwa. Kila mechi tuwe serious. Angalia juzi, unaona hii mechi ya juzi Mbeya City na Yanga? Mimi ukiniambia msimu uliosha ni mechi gani ilininyima ubingwa, ni mechi iliyocheza na Fountain Gate. Nimefungwa mechi na Yanga, nimesale na Azam, lakini mechi iliyoninyima mimi ubingwa ni mechi na Fountain Gate. Sasa hata ungeenda ukashinda ile pale, ningeshinda mechi na Fountain Gate. Ningekuwa juu point 4. Sawa. Kwa sababu ile siku tunacheza na Yanga, tulikuwa juu point hiyo. Yeye alikuwa juu point 1. Tungeshinda sisi. Sisi tulikuwa tunachukua ubingwa. Sawa. Ndio maana naililia mechi ya Fountain Gate. Mimi kila siku nasema Fountain Gate sisi ndio alotunyima ubingwa. Lakini wao wanasema Yanga ndio alitunyima ubingwa. Fountain ulipoteza alama si 2. Yanga hadi anamaliza amekuzidi alama ngapi? 4. Manake zile 2 bado angekuwa amekuzidi 2. Hapana, nimekwambia hivi. Tungeshinda mechi ya Fountain Gate, yeye hata angetupiga. Ilikuwa sisi tunachukua. Sasa manake ungekuwa umezidi Sasa ndio maana hesabu zipigwe asubuhi huku mapema. Umeona kama juzi pale Mbeya City na Yanga? Ile mechi Yanga wana historia nayo huko mbeleni, wewe twende tu.
Asikwambie mtu ati mwishoni mwa ligi ndio tunachukua ubingwa, hapana. Hapa mwanzo ukijenga foundation mbaya ya nyumba yako lazima juu huko kwenye dari kuje kukushinda. Ile mechi na Fountain Gate sisi ndio ilitwalivia kila kitu. Na usishangae mechi ya juzi Mbeya City ndio imemuua Yanga. Anaweza kaja huko mbele akamfunga mtu mwingine na akakosa amani kwa ajili ya hii mechi ya Mbeya City. Unakuja kila unavyopanga hesabu unaanza Yanga akipoteza hii mimi nitakuwa hivi. Ya nini? Unapiga mahesabu ambayo hadi calculator yenyewe inakataa. Mapema kila mechi hakikisha unacheza kwa juhudi. Jamani wacheze vizuri kiasi cha kwamba unaanza hii timu inahitaji ubingwa. Hata unavyomwambia mtu mimi nahitaji ubingwa unavimba, unajiamini kwamba kweli timu yangu inaonyesha morali. Timu yako imekuwa kama mpya katika michuano ya kimataifa. Nini shida? Yaani kama imeanza moja ikiwa ina wachezaji wa asilimia kubwa ambao ni kikosi cha kwanza cha mwaka jana ambao kilifika hadi hatua finali. Sio tu msimu huu Simba kuonekana ni mpya klabu bingwa. Naweza nikasema kila msimu Simba huwa inaonekana ni mpya klabu bingwa. Mpya Msimu wa juzi nakumbuka tulicheza mechi ya kwanza mpaka ya 3. Tulikuwa tuna pointi hiyo moja. Ambayo nakumbuka tulifungwa mechi 2, tukasale 1, tukaja kuibukia kwa Vipers. Tukampiga nje ndani. Kama sikosei goli kule ugenini alifunga Inonga. Wakaja hapa tukawapiga. Tukaja tukampiga Holoya. Kila mtu alishakata tamaa Simba haiendi popote. Na ni msimu ambao tulifika robo. Kila mtu tunavyoanza alijua hii timu haifiki popote, kila mechi wanacheza vibaya. Yaani Simba hawa lakini mwisho wa siku tulivyokuja kucheza na Vipers ndio tuliamkia kwake. Nakumbuka kuna mchezaji mmoja kwa anaitwa nani Sukarisa yule. Aliongea ujinga. Baadaye mechi ya marudiano kimya, akapigwa nje ndani. Kwa hiyo hata mimi ninachokuaga napongeza labda hata ratiba yenyewe ya CAF. Mimi wanashukuru sana kupata timu ambazo zinani challenge toka mechi ya awali. Kwa sababu ogopa kitu unakaa unapangiwa kucheza na Marumo Gallants unampiga goli 6 unakuja kukutana na Al Hilal anakuua. Ukutana na timu inakupa challenge toka mechi ya kwanza. Ina maana unajua kabisa mimi kila mechi kwangu ni finali. Umeona juzi tulivyocheza na Gaborone. Tumeenda kule ugenini tumeshinda goli 1. Tumekuja nyumbani tumetoka sare 1-1. Tumeondoka kwa goli lile, tumeenda mechi inayofuata kwa goli lile kule na ugenini. Sababu hapa tulikuwa tushalibwanda sare. Lakini ile mechi tulioshinda kule goli 1 ndio imetufanya sisi tumesonga hatua inayofuata. Kwa mfano kule tungekuwa tumesale labda ya bila magoli alafu tunakuja hapa tunasale suluhu ya magoli. Ingekwaje? Ngumu. Tushatoka kwa goli. Kwa mimi ninachoshukuru kwangu toka hatua ya awali huwa kila mechi ni kwangu ni finali. Hicho ndo ninachokishukuru. Sasa uone kama jambo hili la mazoea naweza siku likawa. Sio mazoea. Nakupa tu mfano mdogo. Wewe niambie ni timu iliyocheza na Yanga, timu iliyocheza na Azam, timu iliyocheza na Singida. Sisemi kwamba najisifia nilipata opponent mgumu. Wewe ulivyowatazama wale wachezaji. Ni timu gani ilikuwa inaonyesha ina uhai? Timu zote 4 kwa hao waliokuhesabilia. Wewe ulivyoangalia timu zote. Yaani ipi ilikuwa inaonyesha uhai? Yaani hao wapinzani tuliocheza nao. Labda pengine tuzungumzie haba kwa haina mpinzani aliyokutana naye, labda angekutana na timu nyingine angekuwa Hapana. Hapana. Kwanza umeiona ile timu kwanza tunaingia tu uwanjani hivi. Uliona wale makapteni wakati wana kuchagua kile kishilingi pale uliwaona? Ulimwona yule captain wa ile timu kwanza? Ukamfananisha na Kapombe kwanza alikuwa anamfika wapi? Yaani mule ndani walikuwa na wachezaji wawili ambao ndio vimo vya wachezaji wetu sisi. Na sehemu ambayo wale majamaa walikuwa hatari ni sehemu ambazo za mipira ya juu. Yote walikuwa wanaipata wao. Mimi nilikuwa natamani kama vile wachezaji wangekuwa wananisikia wacheze mpira chini tu. Kwa sababu walikuwa kila wakipiga mpira juu lazima mpinzani ameuchukua. Unacheza na mtu ukipishana naye unamwangalia hivi. Unakabana naye kitu gani? Unampa yule captain mtu kama Mutale. Anamkaba nini labda yani anachomkaba. Maka akimgusa tu shughuli imeisha. Mtu akishakuwa mrefu na uzito unakuaga mkubwa. Kitu ambacho watu hawakijui. Haya unaenda ukachoka Mutale kale hata kilo 60 sijui kama kanafika kale. Anaenda kukimbizana na lijitu lipo kule lina makilo huko 80 70 huko. Akimgusa tu shughuli hakuna.
Kwa hiyo inafika stage ndio yale narudi pale timu yetu sisi huwa inapenda uchezaji luxury. Usio na purukushani. Unaenda kutana na watu kama wale wanacheza kama Tanzania Prison ya miaka 4 nyuma. Nikisema miaka 4 nyuma unajua hiyo Prison ninayokuambia ilimcheketa Mayele dakika 89 dakika 90 goli hakuna. Prison yana goli na limekataliwa. Na iongelea Prison ambayo Simba ya Luis Mixon na Chama Taifa inatoka sare na Tanzania Prison goli moja kwa moja ambao kigoli chenyewe offside. Si unaelewa? Ndio ile sasa ile Prison ya kina Jumanne Elifadhili ni mkaza. Asukile ile. Kina Benjamin Asukile ndio naiongelea ile Prison ndio kama ile timu unaiona. Ina watu hapo huku. Afu inakutana na mtu ambaye unataka kucheza mpira luxury. Wenzako wale pale labda wangekutana na ndugu zetu Ngumi wanazijua, Mitama wanaijua. Lakini sisi tunajikutaga tumeshakuwa tayari ni professional, tuna uchungu sasa na wachezaji wenzetu. Sasa style hiyo ya kucheza, uone kama siku naweza ikawa hukumu. Haiwezi kutuhukumu, sisi tunacheza na mpinzani vile anavyokuja na ndio maana uliona tukatafuta goli mapema kabisa afu tukatulia. Kwa sababu ilifika stage kila unapopambana kushambulia unaona kabisa hawa wajinga wanakuja. Hapa unashambulia kwa kuvizia, una defense. Kuwa nyuma pindi una kitu chako mkononi sio dhambi. Ingekuwa tuliruhusu lile goli lichomolewe, ningesema timu imecheza bila mikakati. Wale walimiliki mpira. Tena walicheza vizuri kabisa. Sio dhambi kukubali mtu anachokifanya hata kama ni adui yako. Ndio. Unaona kabisa hapa mimi ni kifosi tu kumfungua huyu mtu atanifungua yeye. Kwa hata niendelee kufunga milango yangu. Nafunga kwangu na kwake nafunga. Na tumefunga mpaka dakika ya mwisho. Mpira unaisha, mimi mwenyewe sijaamini kama mpira umeisha. Nashukuru Mungu. Naamini timu yangu kweli wapambanaji. Mimi ndo mama mimi nawaambiaga pale hata tawini kwangu. Mimi ndo yule shabiki ambaye waga sielewi mpaka nisikie kipenga. Mimi naona mimi na undugu na Medikagele. Yaani haiishi hadi iishe. Mambo akata tamaa eti hapa ndo basi hapa mimi sipongo bali nagombanaga na watu wengi sana. Mechi haijaisha unaanza kusema ndo basi kitu gani? Juzi kuna mtu niliona ameposti anasema kwa mara ya kwanza nimeamini. Dakika za nyongeza ni nyingi. Nyingi. Yaani unajua watu waga wanaishi dakika za nyongeza ni kwa ajili ya aliyeshinda tu. Dakika za nyongeza ni kwa wote. Yaani mechi ya juzi kwa Mkapa Simba na Gaborone kuna watu walikuwa hawajawahi kujua kama dakika za nyongeza ni nyingi. Ndio wamezijua juzi. Subiri aziishe. Nilikuwa napita mtandaoni na kuna mtu anajiita nani si kipato. Na kuna mwingine anajiita Abbas Mtangi nadhani kwa mara ya kwanza nimegundua dakika za nyongeza ni nyingi. Imagine una kitu mkononi na bado dakika unaziona nyingi, vipi kwa ambaye hana? Maana yake hapo tayari moja umeshikilia kale goli ka ugenini. Unawaza hapa akipiga tu kimeumana. Na yule alikuwa akipiga tu lile goli moja akapata 2-1. Shughuli yetu imeisha. Sasa unawaza yani hapa akichomoa nimekufa. Inabidi nipambane. Na yeye anawaza akiongeza tu ndio nimekufa zaidi. Bora nipambane nichomoe. Kwani mechi inakuwa ngumu kwa watu wote. Ila watu wanajua hizo dakika za nyongeza, bwana wanaweka madakika yote haya nini bwana? Wanawabeba wakina fulani sio wanawabeba wakina fulani zinakuaga za wote. Kuna mechi inakukuta na unaona hata hizi kweli zileo zilikuwa za wote. Za wote tulipambana. Lakini dakika za nyongeza mtu akiwa na goli zake 3-4 mkononi hata wakiongeza dakika 12 anatamani hata waongeze 30. Kwa kuwa tayari na kitu kikubwa mkononi. Ongeza dakika 6, 7, 9 una kagoli kamoja. Au ndo unatakiwa usuruhu ili ufuzu hatua inayofuata afu wanaongeza dakika 12. Afu unashambuliwa pia. Wewe ukitaka kujua dakika za nyongeza ni nyingi, angalia mechi ya Simba na Sfaxien ya hapa nyumbani. Dakika ziliongezwa 7 zikaenda mpaka 8. Goli likapatikana dakika ya 7 imeisha inaelekea 8 huko. Sekunde zake huko. Yaani ndo goli linapatikana. Angalia mechi ilivyokuwa inafujo kama zile dakika ni chache. Nyingi vibaya mno. Kila wanapopiga wakina Kibu unaona kabisa hapa jamani. Mbona kama goli lakini hamna? Mbona kama goli mpaka linakuja kupatikana lile goli mimi niko Taifa. Ule ugomvi unatokea upo kama hapa mkono wangu wa kushoto mimi niko hapa. Yaani kwanza sielewi natamani hata mimi mwenyewe mimi nifanye fujo tu. Mrukie. Kwa sababu ninachokitafuta nimeshakipata. Ukiangalia watu walikuwa wameshatoka, wameshakata tamaa. Anavyosema Mpenja wale Mbagala, Achanika, taratibu wameanza kutoka muda. Goli limepatikana huku mtu anarudi ndani, unarudi huku kuna review. Mechi live unarudi ndani kufanya. Kaangalia kwenye simu huko. Watu wanarudi ndani waje waone kweli goli limerudishwa.
Kama kuna siku nimewahi kushangilia, hakuna siku nilishangilia kama ile siku. Hata unavompiga wale Stellenbosch bado kushangilia. Nimekwambia hivi, hakuna siku nilishangilia kama ile siku mechi na Sfaxien. Stellenbosch tayari tuko hatua ya juu. Hakuna kitu kinanikela mimi kuondoka klabu bingwa hatua za awali. Yaani huko kwenye mashindano ya kimataifa, hamna kitu kinanikela kama kuondoka kwenye hatua za awali. Ili uprove makosa yako ni lazima kila mwaka upite vile ulivyovipita. Sasa hivi ulifika robo mara makundi. Mara umefika robo mara hatua za awali. Inakata vibaya mno. Bora hata ukiishia robo unasema sasa hata mwanga nimeuona mwakani na pa kuanzia. Umeishia hatua za awali, unaanzia wapi? Ulifika robo umeishia makundi. Asikwambie mtu Yanga walikuwa wanahitaji la makundi wakafika mpaka robo. Uliona furaha zao? Nyingi. Msimu uliofuata wakaishia makundi, uliwaonaje? Lazima wanywe kwa sababu mbona msimu uliopita nilifika robo? Kwa nini hii? Kwa nini hii? Wenye akili ulisema ni wawili. Mpaka sasa hivi bado wapo wawili. Bado wapo wawili tu. Kwa nini? Naona mmoja kama anataka kujingoa hivi. Nani? Jinsi anasema sio dhambi kusifia cha mwenzio kikiwa kizuri, anasema Simba yule beki wao yule Msauzi ni mzuri sana yule beki. Yaani yule beki mzuri kuanzia sura, rangi, muonekano mpaka kazi yake. Moyo mtu nikasema umeshampenda tena hadi uzuri, rangi, sura. Sasa lakini si wa mkopo sasa. Mnafanyaje? Kwani ukikopa sio cha kwako? Utakirudisha. Muda huo ni chako. Yaani iwe ya mkopo iwe ya kwako ni cha kwako. Kwani hata hao ambao sio wa mkopo hawaondokagi nusu msimu? Hawaondokagi baada ya msimu? Hawaondokagi hata nusu msimu haujafika tunawaweka mabenchi huko? Sisi tunachokitaka wa mkopo wa nini? Cheza mpira. Namuona vile beki afu ni top scorer, center back top scorer. Wengine ma center back ndio unawaona uko wanavunja watu miguu. Msimu mzima center back tuliona amemaliza msimu sio alikuwa na goli 5 si 3. Lakini sisi mechi 2 goli 2. Unaona kabisa huyu kweli beki ya kazi. Ndio top scorer. Top scorer yupo kwenye matop scorer wenye goli 2 pale yupo. Anachukua tuzo ya mchezaji bora, yani hulalamiki wala huna masikitiko na mtu yoyote. Mpaka anazopewa yani wenzake wenyewe wanasema kabisa amedeserve kuipata. Sio mtu unafanya vitu vya ajabu unavunja watu miguu kwa afu unakaa unasema sijapata tuzo ya mchezaji bora, akupe nani? Labda tukupe na mimi natamani watoe tuzo nyeusi. Ziwe kabisa hata ishara ya msalaba kwa watu ambao wanavunja wenzao. Wao wanapewa tuzo nyeusi. Wawekwa huko kwenye vitabu vyeusi huko. Kila siku mtu unakanyaga afu inafika stage wanaona kama uzoefu ambapo marefali wanauma filimbi tu mdomoni hawaongei chochote. Hakuna mtu na mind kwenye faulo kama Ibrabaka na Mudathiri haya. Kivipi? Wanacheza sana faulo. Yaani mtu unacheza faulo mpaka unaona hivi kweli hii ni kibinadamu kweli hata kama ndo mpira, hata kama kuna bahati mbaya. Angalia faulo ya juzi ya Baka. Ameanza na mguu wa kwanza ameona itosha akapiga na mguu wa pili. Wewe ulikuwa unaelekea kushoto, ghafla umerudi kulia unakuja kumkanyaga mtu miguu. Hivi yule angekuwa yuko strong. Shaumia. Ashamvunja. Watu wana familia zao zinawategemea. Hatuongelee ushabiki, tunaongelea maisha ya watu. Mtu ni baba na watoto, ana mama, baba wote wanamtegemea. Na sangine wazazi wake wamekufa, wana ndugu zake kibao wanamtegemea huko. Unakuta kwao ndo mtu wa kwanza na vidogo zake hadi vya shule ya msingi. Kwa wachezaji wenyewe sasa hizi ni wadogo tu kiumri. Wachezaji unakuta na miaka 25. Kameshakimbilia kuoa tayari kwa sababu kana mshahara. Mungu amewapenda wazazi, amewachukua wadogo zake bado, mwingine form 1, mwingine darasa la 4, mwingine wote wanamwangalia yeye. Unakuja unamfiatua kama vile ukimvunja. Kwa nadhani kwamba Yanga pengine wana makando mengi au makosa mengi zaidi wanawafanya. Yaani sio tu Yanga, timu zote zina makando kwa mabeki ambao wanacheza faulo za hivyo. Mimi wasiangalie Yanga au wasiangalie timu zote, mchezaji ambao anacheza alafu za hivyo amua maamuzi mara moja. Hata unaona kama pale refarii angeamua pale ampe kadi nyekundu, straight red card, angekaa mechi ngapi? 2. Refa ameuma filimbi kala mechi 5. Kwa hiyo wakati mwingine marefarii wasifikiri wanazibeba hizi timu, kuna muda wanaziua. Mchezaji badala ya kufungiwa mechi 2 anafungiwa mechi 5. Uone kama amewaua? Angetoa kadi nyekundu pale, mtu akakaa benchi mechi 2. Yule timu inamtegemea. Na mimi naamini kabisa Baka kwenye Yanga ni panga pangua. Asikwambie mtu atacheza fulani, panga pangua yule. Mechi 5. Umeona msimu uliopita alivyopata kadi nyekundu kwa Azam. Amekuja kucheza na Tabora ikaweje? Ndio ukisikia pengo la fulani alizibiki ndio ile. Kapigwa na Azam 1 amekuja kwa Tabora 3. Sio naye asinki.
Asink yule beki mpya. Hebu ninyamaze mimi. Ndio beki mpya unampeleka Mbalali, na mimi nimesema sasa hivi wachague, wakikwambia Sokoine ngumu waambie chagueni Mbalali na Sokoine mnataka ipi. Kama hawajarudi tena Sokoine wakatafutia hata sare. Wanajua kabisa Mbalali tukienda 2-1. Wewe haiwezekani miaka miwili mfululizo kipigo cha kufanana. Sina mama hiyo ni nani kabisa hiyo. Ushaimbiliziwa wewe ukija hapa 2-1. Kibonde. Lazima utapigwa kwa umekaa kichwa chini miguu juu unakimbia huko wima, utachagua wewe, lakini 2-1 lazima. Wewe mwaka jana 2-1, mwaka huu tena 2-1. Usiuogope huo uwanja kwa nini? Lazima uanze kutafutia visingizio. Haya juzi wanasema Sokoine mbaya. Sasa wachague Sokoine na Mbalali ipi nzuri. Bora huko kwenye sare unajua nikipapatuka mna hata napata pointi 3 kwa goli moja. Urudi tena kwenye 2-1. Afu unapigwa na watu wa aina moja. Namba zile zile. Unakuja unapigwa mipira yale yale ya kutenga. Mechi 2 tofauti, miaka 2 tofauti. Unapigwa magoli ya aina ile ile. Na unaanza wewe kupata goli dakika zile zile. Mtu anakuja kuchomoa mida ile ile iliyopigwa mwaka jana na mwaka huu. Usiuogope huo uwanja. Lazima wakomae hapo. Na mechi hii wanayocheza kalenda ya FIFA ikiisha tunarudi tena kwenye vipute. Tukicheza klabu bingwa tunarudi kwenye ligi yetu. Watacheza mechi moja nyumbani, ya pili wanarudi tena Mbeya, wachague. Kama watabaki pale pale Sokoine au wanaenda Mbalali. Nafasi ya wachezaji baadhi ya wachezaji wenu wamekuwa wakipromoka baada wa makocha tofauti. Nabi Kamara ana mechi ya pili kama sio ya tatu hajacheza kabisa. Neo Maema inamaanisha kwamba walikuwa wanamsifia sana, ni mmoja kati ya wachezaji wazuri, lakini ni kama vile anakosa namba, amekuja kuibuka katika mechi ya mwisho. Mchezaji kama wale yule nanio kiungo mwingine pale umesajili Simfukwe anakuja kucheza mechi hii ya mwisho ambayo ya mwisho mpaka sasa hivi. Kagoma pia ulimuonaje alivyoingia hiyo mechi ya Simfukwe? Kacheza vizuri kabisa. Kacheza vizuri. Ila pia hata Kagoma naye namba ni kama vile anaitafuta, anaitafuta. Na sisi ndo tunachokitaka, ndo maana ya kuwa na kikosi kipana. Hatutaki kuwakomoa wachezaji eti wakae bench. Tunataka kikosi kipana ambacho kinakuwa hai muda wote. Lakini lazima una first 11 una second 11, hata wakisema tunafanya hesabu wachezaji wote unatoa wanaingia wengine na wanamudu mchezo. Ndio tunachokitaka. Ndio maana ya kuwa kila nafasi moja na watu 2 mpaka 3. Kwa sababu hiyo sio kwamba eti fulani ashindwe kucheza fulani acheze. Wachezaji, yani mchezaji yote ukimletea challenge kwenye namba yake ukamleta mtu sahihi kama yeye, ni lazima kila siku anakuwa na hali ya kujituma na kupambana kuonyesha kikubwa zaidi alichonacho kuliko kile alichokuwa anakupa. Kuliko unakuwa na mtu ambaye anajua mimi bwana mimi ndo mimi kila siku. Waona mangalia kama juzi Yakub Mohamed alivyopiga mwingi. Kamala yuko nje anaona kabisa hapa mtoto amekuja kunipa challenge. Sio kama mwanzo unaona ndio Alisalim alikuwa golikipa mzuri kabisa. Lakini kusema kumchallenge Kamala ilikuwa ni kazi kubwa mno. Sasa kwa upande wa Kamara kuumia, habari zake Hamza na wiki 6 baada hapo ndo atakuwa amerejea. Wiki 6 unazungumzia kuna michezo zaidi, hata michezo 10 hapa inaweza kucheza hadi 5. Manake yote anaikosa. Mapengo ya wachezaji hawa hawezi kuonekana. Kamara naye ana wiki 2 kama sio 3. Hayawezi kuonekana, ndio maana nakwambia sisi safari tuna kikosi kipana, na kikosi kipana ni kweli tunakiona kwa sababu umeona kama juzi maingizo mapya yalikuwa mengi kwa Matola. Lakini watu wamecheza vizuri. Ifike mahala kwamba tunaamua bwana wewe leo unacheza fulani anapumzika na ukicheza ni kama fulani au ni zaidi ya fulani. Ndio tunachokihitaji kwa kuwa na kikosi kipana. Sio unakoona kikosi kipana mchezaji anakula tu mshahara yuko benchi. Mimi siamini kama wachezaji wenyewe huwa wanafurahia kukaa tu benchi bila kucheza. Na ndio maana nakuta mchezaji anaomba hata apelekwe sehemu kwa mkopo japo mshahara anaopewa huku ni mkubwa. Anaomba hata auzwe. Ili akapate sehemu ambayo anacheza. Sio kukaa benchi. Na sisi tunataka kikosi kipana ambacho kinacheza, sio kikosi kipana ambacho kimekaa sehemu moja, kinachocheza. Sababu hata mtoto ili awe mzuri ni yule anayepiga stage, anatambaa, anasimama, anatembea, huyo unamtuma dukani. Ndio unaona kabisa hapa kweli ananipa nafasi ya kutafuta mtoto mwingine. Kabla hatujamaliza, neno gani kwa mashabiki wa Simba na kwa watani zenu Yanga? Tuanze kwa washabiki wa Simba. Hilo neno la kipinzani au neno la kizalendo? Nakwambia jema baya wewe tufunika. Afu kisha kwa wapinzani hivyo jema baya. Sawa, tumalize.
Kwa sisi mashabiki wa Simba. Ni kwa mashabiki tu au kwa ujumla? Kwa ujumla wote mashabiki. Kwa mashabiki wa Simba kwanza tusiteteleshwe na kitu chochote. Tuwe wamoja, tuwe na mshikamano, tushirikiane kwenye lolote ambalo linaihusu klabu yetu. Matawi yawe yana umoja, viongozi wa matawi wawe wana umoja, viongozi wa klabu wawe wana umoja, wote tuwe wamoja. Tushirikiane katika kila kutekeleza jambo letu. Huu msimu mimi na uhakika kabisa sisi tunachukua ubingwa vizuri kabisa wa ligi kuu. Tunauchukua vizuri kabisa. Sio kwa mechi mbili, kwa ligi nzima. Kwa ligi nzima. Tuhamasishane wenyewe kwa wenyewe, tuisupport timu popote napoenda, tuisupport kwa sababu kuna muda wachezaji timu ishazoea kuwa na vibe. Unakamuona huyu ndugu yangu aliyeondoka ameenda upande wa pili msimu ulioisha, alisema ni mtu ambaye wanamheshimu sana na ninamkubali sana kiasi cha kwamba siwezi kumuongelea vibaya. Hata alivyosajiliwa sijawahi kumtolea neno baya. Mohamed Hussein ambaye alikuwa kapteni wetu. Alisema kwamba ile mechi ambayo walicheza bila mashabiki, unaikumbuka ni mechi gani kwa Mkapa? Ya kimataifa. Walicheza bila mashabiki. Mwaka jana ndio. Mwaka jana mechi. Na mechi wamecheza bila mashabiki. Kuna mechi ile ya CS Constantine. Ya 2-2 kama siku. Ilikuwa haina mashabiki. Akasema yani kwa mara ya kwanza nimegundua hapa taifa kuna jua kali. Kwa nini? Ina maana tukiwa hapa unamjua yule mzee wa vibe muda wote. Aje kukasirika na mtu, aje kupiga kelele na mtu, ni mtu wa vibe muda wote. Kwanza akiingia uwanjani lazima apite kuhamasisha mashabiki. Sasa anafika anakuta uwanja uko wazi. Mechi saa 10 jioni, kwa nini jua lisiwe kali? Lakini akifika pale kuta mashabiki wengi, kama hawa mashabiki wameweza kukaa kwenye hili hotpot toka saa 7 mechi saa 10, wanatusubiri sisi tuingie hapa. Jua la saa 7, saa 8 na la saa 10 lipi kali? Ya saa 7 kali. Ya nini mimi nione jua ikiwa wao wamekaa toka saa 7? Jua hakuna, kuna kwaga na furaha tu, vibe muda wote. Kila mtu anaingia mle ndani kucheza akiwa na morali. Lakini wanafika wanakuta kweupe hamna watu. Wakiangalia tu kule VIP ndo kuna viongozi. Wanacheza huko na waza yani zile vibe leo, zile kelele leo. Kwa hiyo hata nikishinda sitoshangiliwa vile ninavyoshangiliwaga. Kwa hiyo mashabiki wa Simba tuisupport timu yetu. Iwe jua, iwe mvua, popote itakapoelekea tuisupport timu yetu. Na mimi naamini kila sehemu timu inapoelekea, hata kama mashabiki kutoka Dar es Salaam hawajatoka, Simba ina mashabiki popote inapoelekea. Kama tunaweza kuwa na mashabiki mpaka Morocco kwa Waarabu, kwa ambao kumezaliwa figisu na fitina za mpira, ndio tushindwe hapa Tanzania ambao tunaongea lugha moja tunaelewana. Tuisupport timu yetu. Kwa upande wa viongozi, kama nakosea, yani hapo kwenye swala la kadi za wanachama jamani, mpaka huwa nikilala naota. Hivi kwa nini hatupati kadi za wanachama jamani? Unaishiwa pao. Yaani unakaa unasema na mtu wa Yanga, unamsema mtu wa Yanga unamshinda hoja kabisa, lakini anafika stage anakuambia kwenda bwana naongea na wanachama wenye kadi za klabu yao. Anayejua uchungu wa klabu yake anaichangia. Ukiangalia ni kweli hauna kadi ya wanachama. Unaishiwa pao kabisa, unabaki unamwangalia ila kweli alichoongea. Moyoni nafsi inasema na vile utaki kukubali, lakini moyoni nafsi inasema kweli mimi kanizidi. Ndio. Kwa hiyo watufanyie huo mchakato tupate kadi za wanachama jamani, tupate kadi za wanachama tunazitaka. Hata nikibishana na mtu nimwambie kabisa mimi ni mwanachama hai. Hapa ubishani na shabiki maandazi, unabishana na mwanachama. Lakini tunakuja tunaambiwa sisi ni mashabiki tu. Unasipiki kelele na shabiki, mimi naongea na watu wanaochangia klabu yao. Mimi hata kama nachangia klabu si imetozwa faini huko sijulikani. Wanajulikana hao wanachama ambao kadi zao zina namba hai. Kadi namba fulani mwanachama fulani amechangia kiasi kadhaa. Haya mimi. Najulikana. Muamala unasoma huko nilochangia klabu na NIDA sina namba yenyewe nimechukulia NIDA ya dadangu au babangu huko. Tunataka kadi za wanachama jamani. Yes. Kabla tujafunga ningependa unipangie tu kikosi chako cha katika hizo mechi mbili ligi kuu kuanzia golini mpaka namba 9 kwa wachezaji ambao wamefanya vizuri bila kupepesa macho na kupendelea timu yako Simba kwa wote juu. Wewe unajua kabisa mimi sitakagi unafiki bwana. Mimi timu yangu yote imecheza vizuri. Sitaki ubaguzi. Ndio, sasa sitaki ubaguzi zaidi ya wengine. Usinigombanishe na timu yangu. Ukasema kipa labda kutokea KMC. No comment. Beki wa kulia labda kutokea Naniu na Mungo. Hapo ndo utakapokuja kutafuta shida sasa. Kwa hiyo nipange kwa timu zote. Zote tu. Golini namba 9. Wafanya vizuri.
Nipo naishiwa pawa. Naishiwa pawa. Unaweza kukuta kila unavyotafuta unampata wako wako. Ukakuta kikosi chote taifa nzima umepata mmoja kwenye timu. Aise. Wala sawa, wana michezo. Asante sana kwa yule ambaye alikuwa anatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Samuel Gerard na hii ni DTZ Media. Bila kusahau kulike na kusubscribe channel hii ili uweze kupata notifications za kila ambacho tutakuwa tunakipost tukienda live, tukifanya chochote kile. Utakuwa wa kwanza kupata notification. Like, comment, share, utakuwa umefanya poa zaidi. Mimi naitwa Samuel, nilikuwa na Selnia, mshabiki wa Simba. Nadhani utakuwa na nafasi ya kurudisha nyuma kusikiliza kwa yale ambayo umeyakosa. Kwanza afu kila siku nasema niseme jamani, wale wanaonichambaga TikTok na YouTube mnasemaga niko lafu nywele zangu, mimi ni msusi leo nimechana. Waje wasuke wanawake na wanaume walete wake zao kuja kusuka. Wananicharua tu kwa mitandaoni, hawaleti wake zao kusuka. Mimi ni msusi, mkitembelea account yangu mtakuta kuna nywele huko nimeposti. Ndio. Mje ni wabaruze. Leteni wa mademu zenu ni wabaruze, na hao mademu wanaonicharuaga huko nao mpira sio ugomvi. Simba na Yanga ni watani jamani. Wengine hata mkitaka kunitania makabila, mimi ni Mngoni, mje mnitanie. Waruguru, Wapogoro, Wasukuma wote mje mnitanie, lakini leteni nywele huku nini wasuke. Natafuta ugali. Labda tuseme unapatikanaje kwa mitandao ya kijamii? Mimi kwa mitandao ya kijamii kwanza natumia jina langu. Nyoni, yani Mngoni OG sijachovya. Kwa hiyo ukiandika tu Selnia Mwagama TikTok natumia jina hilo, Instagram natumia hilo. Kila sehemu ukinitafuta kwa jina hilo unanipata. Kwa hiyo mje ni wabaruze. Sawa, bana nendeni mkabaruze kwa wale ambao wanahitaji kusuka. Mimi najua hela wanayo. Mabando wanayo ya kunichungulia wanicharue, na hela za kusuka wanazo. Waje ni wabaruze. Sawa, wanapatikana Tabata Kisiwani, mtaa wa Magengeni. Mtaa wa Magengeni. Ukifika pale, saluni panaitwa Neema Saluni. Kabla hapo tuweza kumcheki mitandao ya kijamii kama hivyo, mnaweza mkabonga DM. Mkafanya nipo kwa ajili yao, waje ni wabaruze. Hapa nyenye nimetoka kazini nikaja huku. Sawa, mimi nadhani siku nyingine pia tutakuja hapa kwa ajili ya mambo kama haya. Wewe endelea kutufuatilia, endelea kufanya poa, endelea kusubscribe. Niliwahamisi sana jamani. Tuliwahamisi sana, na pia kama alivyosema Selnia aliwahamisi sana. Mimi nadhani tutakuwa na nafasi nyingine ya kuja kuzungumza. Asante sana. Asanteni pia. Haya, bye bye. Familia. Nyuma ya kamera alikuwa ni Daniel, alikuwa hapo alipokaa kimya kama sio amechoka. Au na umeishiwa pawa. Hajaishiwa pawa. Sawa bana, sisi tunasema ni poa, siku nyingine tutakuja hapo kwa ajili ya